Ahlan wa sahlan, ni wakati mwingine tena, asubuhi ikiwa nzuri, ikiwa tulivu, tunakutana hapa viwanjani kama ilivyo ada, Jumatatu mpaka Ijumaa, na ni masaa matatu ya safari ya kupeana taarifa za michezo ambazo tumezikusanya ndani ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, na tunakuwa hapa na jopo la wachambuzi ambao kazi kubwa ni kukupa wewe elimu ya kile ambacho tunakwenda kukiangazia kwa siku hii ya leo. Ulama Eid Salum niko hapa na Abisai naye Jara yuko hapa pamoja na Rashid Khamis katika kupitisha kwa yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Maana kila siku tunakuandalia vitu vipya hapa kiwanjani, kipindi bora kabisa cha michezo Tanzania. Rashid, mambo yanakwenda vizuri bana bulbul? Tuko tamam kabisa. Tuko mzeni kabisa. Tuko mzeni. Wana Abisai. Vitu hivi kwake vigeni hivi. Vigumu sana. Tuko tumeachana kwenye ile michuano ya FIFA Club World Cup. Unajua Marekani mchana ndio nilichogundua kwamba kumbe Abisai anaweza kuwa watchman. Kwa nini? Alikuwa sinzii. Sasa kama mtu anaweza kukaa mpaka saa 10 mpaka saa 2. Alafu saa 2 akaunganisha akafanya kazi, kesho yake tena saa 7 saa 8 yuko hapa. Abisai umesalimika huko. Vitu kumbe nimesalimika. Kumbe option mnazo. Basi tu. Bana mimi sitakujibu kitu. Sitakujibu kitu. Option mnazo vijana. Unajua pia kipindi hiki uzuri kuwa na Abisai ukimchokoza kidogo katika zile mambo ya ndani yale. Si kipindi hiki cha mtu anatoka hapa anahamia kule, huyo anatoka kwa anaenda huku. Kachelo. Ukimchokoza kidogo Abisai anamwagika. Na ndio uzuri ukiwa na Abisai. Kwa mimi nakuonya usinichokoze. Leo tutakuchokoza bwana, tuweze kujua kwamba dunia inazunguka sawa kwenye usajili. Jua linazunguka au sayari. Mara mwisho hapa nakumbuka tulikaa wiki iliyopita. Idede alikuwa anajadili sana kuhusiana na swala la Mohamed Hussein kama unakumbuka. Ndio mara mwisho ile. Ilikuwa mara mwisho ile. Tukutana na ulama hapa. Na ukatuambia kwa nini katoa kwenye bao yake, kwa nini kafuta? Kwa nini katoa? Nikamwambia safari imeiva ile. Ilikuwa imeiva. Kwa asilimia kubwa mchezaji akishafanya vile kuna asilimia ndogo sana kubaki kwenye makazi yake yale. Nasikia na Pakome wa. Nini kimetokea? Pakome amefanyaje tena? Anakuuliza wewe sasa, wewe si ndio ulama tuendelee. Kwa nini Kachero Pakome nini kimetokea? Ulama tuendelee. Kwa nini kafuta? Ndio tuulize Rashid. Ndio tunaanza kujumlisha kuanzia 87 tunaanza kujumlisha kuanzia hapo. Sawa bwana, katika mwezi huu wa Julai pamoja na mwezi Agosti, lakini nikwambie tu mwezi Julai matukio makubwa kabisa katika Azam Sports ni pamoja na michuano ile ya Sekafa 3 National Tournament ambayo inafanyika pale Karatu Manyara, Julai 22 Tanzania na Uganda, na Julai 24 Uganda wanacheza na Senegal, lakini tarehe 26 ni vitasa, usiku wa vitasa ule, Ibrahim Class na Nasib Ramadhan. Mfaume watacheza na Kuda Kwache Banda, lakini pambano lingine ni Karim Mandonga na Shabani Kaoneka, Dennis Nkane na Kibwana Shomari, Deborah Mwenda pamoja na Asia Meshak, Stumai Muki na Sara Alex na Lauren Jafet na Said Mwanga. Julai 20 mwezi Julai hiyo, Julai 26 usiku wa vitasa. Sio kukosa kabisa. Ni jukumu lako sasa, wewe unakuwa mjanja mapema, unalipia tu kisimbuzi chako ili kuondokana na zile adha za dakika za jioni zile. Kwa mambo yanakuwa yameshaiva pale, wewe tena unaanza kuhangaika. Kipindi hiki unalipia mapema, na nikwambie tu Julai 22 leo bado siku chache tu, panapo afya na uhai kwenda kushuhudia vitasa hiyo Julai 26. Lakini michuano ya Sekafa kule Karatu ni leo, kinaanza kupigwa kule, mataifa matatu yako kule. Tunakwenda kuangalia soka letu hivi sasa. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kwa wachezaji wa ndani leo kinacheza mchezo wa ufunguzi wa mashindano madogo ya Sekafa dhidi ya Uganda kwenye uwanja wa Black Rhino Karatu majira ya saa 9 alasiri.
Mchezo huo utaonyeshwa mubashara kupitia Azam Sports 1 HD na uchambuzi wake utaanza saa 8 mchana. Mashindano hayo ni mahususi kwa kuziweka timu sawa kuelekea katika fainali za CHAN zinazoanza Agosti 2. Ratiba kamili ya Sekafa ya michuano ya Sekafa ni Tanzania dhidi ya Uganda, Senegal dhidi ya Uganda na Tanzania dhidi ya Senegal. Hiyo inakuwa ni Julai 27. Lakini wakati huo mwenzetu Ramadhani Mvungi yeye yupo pale katika mji ule wa Karatu na amezungumza kuelekea katika michuano hiyo ya Three Nations Tournament. Muda huu nipo katika halmashauri ya Karatu ama wilaya ya Karatu mkoani Arusha, ambapo michuano ya Sekafa Four Nations Tournament itaanza hivi karibuni. Hapo kesho kutakuwa kuna mchezo wa kwanza. Stars watakuwa mzigoni hapo kesho, lakini muda huu niko na mashabiki kwa upande wa Stars ambao ni wadau wakubwa wa soka. Nikitaka kusikia kutoka kwao mtazamo wao. Brother, mambo vipi? Safi si. Poa, unaitwa nani? Naitwa Perfect Pascal kutoka wilaya ya Karatu. Na michuano hii imekuja Karatu na Stars watakuwa mzigoni, lakini kuna mechi kadhaa pia zitakuwa zinachezwa. Umejiandaaje na nini mtazamo wako? Kwa kweli tumefurahi kwa mchezo huu wa Taifa Stars dhidi ya Uganda kufika katika wilaya yetu hii ya Karatu, na tumefurahi sana kwa mashindano haya, japo kwa ni friendly match, lakini tunashukuru kwa mashindano haya. Ni moja ya maandalizi kuelekea kwenye mashindano ya CHAN ambayo itafanyika Agosti 2. Hapo katika ufunguzi wa mashindano ya CHAN tunashukuru kwa ajili ya michezo hii ya kirafiki ambayo imekuja hapa katika wilaya yetu ya Karatu. Tumejiandaa vizuri na tuko vizuri na kushangilia timu yetu ya Taifa Stars kuja katika uwanja huu wa Black Rhino wa Karatu hapa, na kesho tutajitokeza kwa wingi kwa ajili ya mechi hiyo ya kirafiki dhidi ya Uganda. Kwanza nimefurahi sana timu yetu ya taifa kuja wilayani kwetu Karatu, maana muda mwingi zinakujaga timu za taifa under 20, saa nyingine zinakujaga vilabu. Kuona timu ya taifa ya wakubwa kwanza ni faraja kwetu wana Karatu. Pili pia ningeomba mashabiki wengi walioko Karatu wajitokeze ili tuweze kuisupport timu yetu ya taifa, na baadaye pia wafanye vizuri katika haya mashindano ya CHAN ambayo yanakuja hapa. Wewe utakuwepo? Mimi mapema sana kesho nitakuwepo. Ni kwa namna gani michuano hii kuja hapa Karatu imewanufaisha wana Karatu? Imetunufaisha kwa vitu vingi sana, hasa kibiashara. Hivi tribu za bodaboda nyingi sana. Au sio? Neno lako kwa mashabiki wa Taifa Stars ambao inakwenda kwenye michuano hii kwa ajili ya maandalizi ya CHAN? Kikubwa tujumuike uwanjani, tushangilie timu yetu na tuisapoti timu yetu kwa kila hali, kwa kila mali. Nazungumza na mashabiki wa soka kutoka hapa wilayani Karatu mkoani Arusha, ambapo ndipo michuano ya Sekafa Four Nations Tournament itakuwa inafanyika kuanzia hapo kesho. Wametoa maoni yao, lakini sema tutakita kambi hapa mpaka pale ambapo tutakuwa tunakamilisha ama kuhitimisha michuano hii. Jina langu ni Kennedy Moses in Azam Sports. Naam, hapo awali nilisema mwenzetu Ramadhani Mvungi, lakini ni Kennedy Moses ndio ambaye ametuandalia taarifa hiyo kutoka pale Karatu. Umeona mashabiki wa Karatu wanafurahia haya mashindano ya Sekafa, na unajua mpira unapendwa na jamii zote hivi sasa. Hivyo michezo hii kwenda kuchezwa pale Karatu imekuwa ni faraja kubwa sana, lakini pia hata kiuchumi kwa wakazi wa Karatu wanafaidika vile vile. Ndio ufahamu kabisa michezo inapendwa. Taarifa Kennedy Moses. Nimeona watu wamechachuka kweli kweli Abisai wa Karatu kushuhudia michuano hii ya Sekafa. Kwa wao nadhani ukiondoa baadhi ya timu za ligi kuu ambazo huwa zinaenda kwenye uwanja ule kule Black Rhino, wamekosa michezo ya msisimko ya level ya juu mara chache sana. Kumbuka kuna time KMC walienda kule kucheza mechi msimu uliopita ule nyuma yake pia. Kwa hiyo kumekuwa kuna ukame wa mashindano makubwa ambayo yanaweza kuleta mwamko wa michezo kule Karatu. Sasa kwenda na michezo ya Sekafa Main Tournament kwa ajili ya maandalizi ya CHAN kwao ni hamasa kubwa sana. Kwanza kimichezo tu kujua kwamba watawaona wachezaji ambao wamezoea kuwaona kwenye ligi kuu NBC kwa upande wa Taifa Stars wanaenda kule. Kwa hiyo kwao ni kitu kikubwa sana chenye mvuto na furaha kubwa. Ni kama historia fulani hivi kwa upande wao. Hiyo ni kwa Taifa Stars peke yake, lakini watawaona watu kutoka Senegal, watu kutoka Uganda baada ya Kenya kujiweka kando. Kwa hiyo kwao kwenye hilo ni hamasa kubwa sana, lakini ukishahama kwenye hamasa ya mpira unaona movement za watu kwenda kuona hiyo michezo. Ndio shughuli ambazo zinakuza uchumi wa pale. Zinachangia kukuza kama ambavyo umemsikia hapo mzungumzaji alipita alisema movement za bodaboda ni nyingi kwa ajili ya kusafirisha watu kwenda kwenye kituo cha mashindano. Kwa hiyo kwa Karatu nadhani hii ndio michuano mikubwa kwa level yao tokea nianze kuona michezo inaenda Karatu. Timu za mataifa. Yes. Pamoja na kwamba under 20, under 17 wanacheza pale Ngorongoro, Serengeti wanacheza. Lakini kwa timu kubwa nafikiri ndio kama ulivyosema. Yes, kwa national team mara kwanza. Lakini faraja pia nyingine si kuwaona tu wachezaji wa Tanzania
na wa Senegal na wageni wanafika katika mji wa Karatu, lakini pia hata crew ya Azam TV pale wanafurahi kumwona Kenneth Moses. Bila shaka atapita pale mwenzetu Aibu Hinjo kwamba tunyi Azam TV ndo hawa ndo hawa kumbe wako hivi kumbe Hinjo ni mrefu kiasi hiki. Rashid, wakati wachangiaji wanaendelea pale kuchangia, ulikuwa na tazama ile road pale na uchangamfu wa pale Karatu wenyewe na Abisai amezungumza vizuri kunufaika kwa wakazi wa Karatu, lakini kwa michuano hii mikubwa kufika pale kwa michezo hii ya CHAN. Tukiangalia kwa wigo wa mashindano haya ya siku chache kabla kuelekea CHAN, inatoa faida gani kwa hizi timu shiriki? Kwanza ni kitu kizuri, japo kipo kwenye mitazamo ya vitu viwili. Kwanza ni kutengeneza ile test ya mazingira ya mashindano, kuangalia ile warm up ya timu yako, utayari wa mbinu, utayari wa mchezaji mmoja mmoja, kuanza kuadapt mazingira kwa mataifa kama Senegal. Unaelewa, wanaanza kujifunza vitu vingi pia, si unaelewa? Kuna testi ya vitu vingi ambavyo unakuwa unapata, lakini hiyo ni kwenye upande wa faida kwamba mnakuwa mnajiweka tayari na mashindano, lakini kwenye upande wa ambao unaweza kuleta ukakasi hasa ni upande kwenye benchi la ufundi kwamba chochote kinaweza kutokea. Unajua, mkishashindana, yani mkishasema tu tunashindana, unaelewa, yani ule seriousness unakuepo, si unaelewa, concentration inaongezeka, concentration lazima iongezeke, chochote kile, si unaelewa. So unaweza ukajikuta unampoteza mchezaji kwenye mazingira ambayo haijafikia nyakati, si unaelewa. Kwenye hizo nyakati sasa benchi la ufundi inaona kama kuna namna ambavyo ni hatarishi pia, kwa sababu kuna muda unaweza ukaandaa timu yako ukasema hebu leo ngoja nipeleke first team yangu nione ambavyo wanaweza kuapply kile ambacho mimi nakihitaji wakifanye, alafu ikatokea kwa bahati mbaya mtu msuri ukamkamata, au ikatokea wamegongana kwa bahati mbaya goti likasumbua, au akapata enka ghafla, au ikatokea vyovyote vile, kwa maana yake anakutoa mchezoni. Kwenye hayo mazingira maana yake inaleta ukakasi kwenye benchi la ufundi. Sasa ni jaribu wale ninaowataka, au kwa sababu ndio maana nakwambia kwenye mchezo wa mpira wa miguu, hata kama ni mechi ya kirafiki, hizi tu mechi za hisani unazoziona wachezaji wanacheza, umeelewa, kuna muda unakuta watu wanakutana kweli, unajua, yani mpaka unamuuliza mzee vipi, unaambia bana pole nimevuma tu bahati mbaya, yani mpira umenitia mzuka. Sasa ile kwenye kuvuma ile, sasa sembuse hawa ambao yani wanakuja kufanya homa sasa kwenye hicho kitu inawezekana ikawa ni nzuri na yani ina faida yake na hasara yake. Hasara yake ni hiyo kwamba unayemtarajia anaweza kaumia kwenye mazingira ambayo wewe hukuyatarajia. Ndio hapo nilikuwa nataka nije hapo Rashid. Siku 10 kabla kuelekea michuano ya CHAN. Si ndio bana na userious katika mashindano ya Sekafa kama ulivyosema, timu zitakuwa serious. Ile concentration kama ulivyosema Abisai kuongezeka kwa timu zote. Kuna vitu viwili tunaweza kaangalia. Advantage au disadvantage. Ipi ambayo inaweza kawa juu zaidi kwa haya mataifa ambayo matatu yanashiriki haya mashindano? Mimi binafsi kwa upande wangu disadvantage ndio itakuwa kubwa zaidi. Kwa sababu kwa mfano Tanzania iliweka camp Misri. Mwalimu kafanya vitu vingi kule, kacheza mechi 2 za kirafiki. Kwenye kucheza mechi 2 maana yake kuna vitu vingi ameviona. Ameshaona kuna namna ambavyo atafanya marekebisho au kuna namna ambavyo atafanya maboresho. Kashatengeneza utayari kwenye hayo mazingira. Tayari anaichukua timu, anaipeleka sehemu tena kwenda kucheza mini tournament kabla ya kwenda kwenye mchezo husika. Na kwenye hiyo mini tournament manake hapo kuna namna ambavyo watacheza lazima mwisho wa siku, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu kwa mtu ambaye hajacheza anaweza kuona kama ni tamthilia, lakini kwa mtu aliyecheza tayari jasho likianza kutoka kuna ile hali inaondoka ya kwamba tunacheza mechi ya kirafiki. Na pia mwalimu kuna muda ukiendelea kufanya makosa, mwalimu pia anapata mizuka ya kukuhamasisha ufanye kilicho bora zaidi. Kwa hiyo shida yangu ni hofu
ya kuweza kupata majeraha. Shida yangu ni hofu ya kwenda kutengeneza uchovu wa miili kwa kuelekea mashindano yenyewe. Kwa kuna vitu ambavyo mnatakiwa kuvijenga. Hiyo ndio ambayo mimi nahofia. Yaani kama ingekuwa light, kama inawezekana. Mimi haya maoni yangu jamani. Nielewe sijui. Yaani sikuyaelewa. Yaani mashindano yenyewe sikuyaelewa. Unaelewa? Kwa sababu kila mtu ana namna. Kuna mataifa ambayo pengine kwa sababu taarifa zao hatuna. Let's say the Cranes. Taarifa zao hatuna. Taifa kama la Brazzaville, wale Kongo wale sijui Algeria, wale wana shida kwenye mataifa yao. Kwa uandaaji wa preparation ya timu inaweza kaa kuna changamoto. Kwa hiyo mini tournament kama hizi kwao zinaweza kana faida. Sisi tuko very comfortable, tumekwenda pre-season yetu, tumeandaa vizuri. Kwa ile inatosha kabisa. Ile inatosha. Kwa national team kupata 2 weeks au 1 week kwenye kuiandaa timu peke yake, hicho ni kitu kikubwa. Sio kitu ambacho kinatokea kaka. National team naweza mkakutana tu siku 3, mwalimu kaita timu, mkakaa siku ya pili, siku ya 3 kinaenda kudimuka. Sasa unaenda kupata timu unapata mpaka na mechi za kirafiki. Sio unaelewa? Mwalimu anakuwa ashapata vision ya timu yake inaelekea mazingira yake. Yes, of course. Ni mashindano yatakuwa mazuri kwa sababu ni mwanzo ilikuwa mataifa mangapi yacheze? Yale tu 4. Alitoka Kongo akaingia Senegal, ametoka Kenya, wamebaki 3. Kwa Kenya ametoka kwa sababu zake ambazo ameziona kwamba hajajitosheleza kwa mazingira yao. Lakini kwangu mimi naiona ilikuwa haijakaa vizuri. Alikuwa haijakaa vizuri. Abisai, kwako unayatazama vipi kwa faida ya timu zitakazocheza haya mashindano? Faida inakuwa ni kubwa kwao ama unasema faida itakosekana kutokana na mazingira, kwa mbele wanaenda kufesi kitu gani? Mimi naona ni kwa upande wa faida sana. Faida. Upande wa faida kwenye maandalizi. Hususan ya utimamu wa kimwili wa wachezaji na kumpa room mwalimu kufanya tathmini. Labda turudi kwenye lengo la kwa nini Sekafa Main Tournament imekuja. Imekuja kwa lengo la kuzipa test hizi timu wenyeji kuelekea michuano ya CHAN. Simeelewa. Kwa hiyo Kenya, Uganda, Tanzania wakamwalika Congo Brazzaville, lakini aka withdraw kwa maana ya kutoka. Nafasi yake akaingia Senegal. Alafu Kenya jana ametoka. Wamebaki 3. Si ndio? Sasa timu yetu ya Taifa Stars ilikuwa Ismailia nchini Misri siku 10. Wamecheza mechi 2 za closed door za kirafiki, ambapo kwenye programu mwalimu ni wakati mgumu sana anao. Na hii Sekafa itamsaidia kwa sababu ifuatayo. Msimu kimalizika, mentality ya wachezaji ni kulock akili ya kwamba anacheza mpira kwa sasa. Mimi naenda mapumzikoni, nione familia, nisafiri, nipumzike. Lakini hawa wakawa na jukumu la national team. Kwa hiyo naamini ile siku ya mwanzoni kwenda kwenye kambi kwa ilikuwa kitu kizito sana. Miili tena yani kama haitaki kucheza. Kwa hiyo programu ya kule ni kuanza kufungua saikolojia ya wachezaji, kuwaambia kilaini kwamba jamani, mmemaliza msimu na club, mna jukumu lingine la timu ya taifa. Sasa sio siku moja, ni zile siku 10 zote. Kwa hiyo unacheza na saikolojia yao kwa mazoezi mepesi, kuwaondolea uchovu wa msimu mzima. Sio, umeelewa? Alafu tena wakati wanaondoa uchovu, wanajikuta wanaingiza mazoezi ya kuweka fit, wakacheza michezo miwili ya kirafiki. Mwili ukaanza kupata momentum. Sasa baada ya siku 10 kumalizika, Ismailia walisafiri wakaja nchini Tanzania. Sasa hawezi kusubiri kwenye countdown ya siku 12 mpaka kwenda CHAN wakae idle kwa mazoezi ya peke yao. Sio, umeelewa? Kuna madhara huenda wakashindwa kuyatunza kama ambavyo tathmini inafanya. Kuna madhara kwamba CHAN inafika wachezaji hawako tayari. Kuna siku 12 walikuwa walipumzika kutoka Ismailia. Sasa ili kulinda hii fitness, kocha anajua atakuwa amefanya tathmini. Kuna line up amepanga mechi ya kwanza, line up mechi ya pili. Kawaona wachezaji kwenye mechi 2 ambazo dakika hazitoshi. Lakini ukimwambia kuna Sekafa tournament, sasa yale mapungufu uliyoyaona kule kabla ya CHAN, unapata second chance ya kwenda kuyasahihisha na kuyaangalia kwa ukubwa tena. Unaenda unakutana na Uganda. Uganda mili yao haitofautiani sana na sisi kwa eneo kubwa. Mchezo wao una kasi kidogo. Kocha una note, unaangalia unachopewa pata kutoka kwa Uganda. Na uzuri timu ya Uganda utakayocheza nayo Sekafa
Karatu ndio hiyo inaenda kucheza CHAN. Kwa tayari ushakutana na test ya timu ambayo ilikuwa inaenda CHAN. Wanakupa warm up, lakini kuna faida ya Senegal kuwepo. Senegal ndiye bingwa mtetezi wa michuano ya CHAN. Wakina Kamara, wakina Musa Kante, wakina nani walikuwa kwenye hiyo timu, tuliona walifanya vizuri sana. Na wengine kupitia ile michezo wameenda Ulaya huko kwa sababu walikuwa wameonekana pamoja na ile under 20 yao ya vijana wakina Lamine Kamara ambao yuko AS Monaco ya Ufaransa Ligue 1. Sasa unachukua bingwa mtetezi unampata Karatu. Kitu kikubwa sana kwa Taifa Stars. Anaenda kupata test kwa Senegal. Sasa unachukua hao unarudi kwenye group ambalo Tanzania yupo, kundi B. Ana Mauritania, ana Central Africa Republic, yuko yeye mwenyewe. Unaona ni miongoni mwa Madagascar yupo. Ndio. Ni timu ambazo kwa test ambazo atapata kwa Senegal na Uganda. Hizo mechi mbili za ziada kujumlisha zile mbili. Kuna picha kubwa sana. Ahmed Morocco na benchi lake watakuwa wameiona. Kumbe Taifa Stars yangu, timu yangu kutoka pre-season nilifanya progress mpaka hapa. Kwa hapa sasa niko tayari 70%. Kwa hiyo swala la kuumia sasa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mimi siwezi control wala benchi hawezi control. Sawa. Mzaliza kaumia hata training. Kusema leo sichezi mechi. Watu tumeshuhudia wachezaji wengi wanaumia kwenye line up hapo. Yani kila kitu kiko sawa. Anaenda uwanjani vinavyojiandaa tu. Msuli umeshika anatolewa. Kwa hiyo hilo ni swala la Mwenyezi Mungu, tunaliombea lisitokee. Lisitokee. Na kwenye haya mashindano, mara nyingi mashindano mengi tu muda mfupi kuelekea katika mashindano. Hata walimu kuna wakati mwingine wanakuambia kucheza na timu ambayo sijaiona inanipa mtihani mkubwa sana. Lakini yule ambaye yuko kizani anakutazama wewe Abisai ana advantage. Yule anakuwa na advantage kubwa sana. Kwa ndage plan nzuri. Kuelekea katika mashindano ni mashindano ambayo yanaonekana. Na washiriki au mataifa mengine kwa vyovyote lazima itakuwa na focus kule. Uwezi kuona kama ni pazia umelitoa sasa kwa opponents ambao wanaenda kukutana nao wanakutazama kwamba hawa wanacheza katika mfumo huu, wachezaji wa kuwachunga ni hawa. Uwezi kuona kama wanatoa faida kwa opponent wao ambao wako kizani hivi sasa ambao watakutana nao sasa katika CHAN. Okay, kwa hiyo inaweza ikawa ni moja ya eneo la kuwapa faida wanaokutazama kwenye group. Madagascar, Central Africa, atakuwa anatazama. Burkina Faso, watakuwa wanaangalia Mauritania. Kumbe Tanzania tutacheza naye. Kwa sasa hivi na Uganda, nimeona huyu mchezaji mzuri. Akacheza hivi tena na Senegal, hii test kubwa akacheza hivi na hivi. Kuna ABCD watakuwa wamechukua. Lakini mimi nikwambie, hata ukisema hizo mechi zisioneshwe. Hata zikisema zisioneshwe. Wao wanaweza kututafuta sisi kwenye video nyingine. Kwa sababu wachezaji wengi wa national team ya Taifa Stars ndio wao wanakuwepo pia kwenye CHAN. Wachache wanatoka nje. Still wakapata faida ya kutuona. Kwa sababu kocha ndio huyu Ahmed Suleiman Morocco na wachezaji wengi wapo. Kwa hiyo watatuona tu kwa pembeni. Hiyo haitoshi. Mechi ikianza tunasema match reading. Dakika 45 za kwanza wao watapata faida ya kutujua. Sisi tutakuwa tunacheza nao hapo. Alafu wanaenda dressing room. Wanachokifanya kinaitwa match interpretation. Watakuja na mpango. Sasa either watatuweza, watatufunga au watashindwa. Hiki ni kitu kingine. Kwa hiyo kumbe kujua mbinu ya timu ni swala moja. Halikugarantiwe kushinda. Timu nyingi zinacheza na Yanga zinajua Yanga inafanya 1 2 3. Lakini zinaambulia kufungwa. Timu nyingi zinajua Simba anacheza hivi. Na wana video 50 za misimu ya nyuma za leo, lakini wana game plan nzuri. Wanachoenda kukutana na Simba wanapigwa 5 wao, wanakutana na Yanga wanapigwa 5 wao. Kwa kumbe kutujua sisi ni swala moja. Wana quality ya kutufunga, hiyo sana mpaka mechi ichezwe. Okay. Kwa hiyo kwa kweli nisema ni advantage. Mimi naona advantage. Rashid amechambua naye amesema anaona kuna disadvantage kwa mataifa kuelekea katika mashindano siku chache kabla ya CHAN. Sawa. Mimi nachukua yote mawili. Na wewe unaonaje? Na wewe unaonaje? Ndio nasema mimi nachukua yote mawili. Nafanyia kazi. Mimi ndio nataka upande wa veteran. Mimi niko katikati. Nimechukua kwa sababu tumezungumza kiufundi na ndio maana viwanjani tumetoa madini vizuri. Rashid amezungumza kwa pointi zake na wewe umezungumza vizuri kwa pointi ambazo umezitoa kwenye haya mashindano ambayo ndani ya siku 10 kuna CHAN yenyewe. Idile Mwali Kivika wanasema salamu kwamba siku ya mkoleo wenyewe tarehe 2 mwezi wa 8 saa 10 jioni tuna Burkina Faso. Burkina Faso wana Senegal fulani watakuwa ukanda huo.
Burkina Faso tutaamshwa vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani ni faida sana. Swala la kuumia tutaamka vizuri. Vyovyote. Sijakuelewa. Yani wachezaji watapata Yani match fitness. Match fitness. Na nikwambie tu ushiriki wa Tanzania katika michuano hii ya CHAN ni 2009 walishia hatua ya makundi, lakini pia mwaka mwingine 2020 walishia hatua ya makundi, na safari hii 2024-25 tusubiri wataishia katika hatua gani katika michuano hii. Lakini kwa Uganda wao 2011 hatua ya makundi, 2014 wameishia pia hatua ya makundi, 2016 hatua ya makundi, 2018 hatua ya makundi, na 2020 hatua ya makundi, na 22 ni hatua ya makundi. Nidhamu ya Uganda ni katika mashindano, ni nidhamu nzuri sana. Tanzania wao kidogo mara mbili ndio wameshiriki. Tusubiri kipindi hiki ukanda wa Afrika Mashariki kwa mataifa haya mawili kwa Tanzania na Uganda. Rashid, unaona kuna nafasi watapiga? Tanzania bingwa. Tanzania atakuwa bingwa kweli? Wachani. Sababu ipi kubwa? Kwa sababu umeona huo mtiririko wa Uganda kuishia kwenye hatua ya makundi. Yani ndio kile ambacho kilikuwa kinatafsiri ubora wa ligi yao. Okay. Kwa sababu kuna time Uganda walikuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha vijana ambao wanaenda kushindana. Na wao kwa mifumo yao ilikuwa wanachukua vijana wadogo ambao tayari washaonekana washakuwa matured kwenye age under 20. Wamewasambaza sana kwenye timu za Uganda. KCCA, polisi, sijui Wakaso, huku URA na nini, Express, Sports Kavila, wanasambaa. Kwa hiyo wakija kwenye national team wanakuja kushindana. Wanapokutana na wazoefu wanawapasua, wanarudi nyumbani kujipanga. Baada ya miaka miwili baadaye ndio unakutana sana kinala ni Okelo, kina Brighton, Anuka, unakutana sasa tayari washaiva Rogers Mato, washaiva sasa ndio ukakutana nao kwenye picha tofauti, wanakupasua, wao wanaenda nao, wanaenda mbele. Ndio maana ukiangalia kwenye rekodi hata ya uwakilishi kwenye AFCON, Uganda wamekuwa ni miongoni mwa mataifa hatari ambayo yanatoka ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini this time kwenye CHAN Tanzania ni miongoni mwa taifa tishio kwenye hii CHAN ya msimu huu kwa sababu ya record na numbers ambazo zimekuwa ligi yetu imeenda kuziweka pale. Kwa hiyo mataifa mengi ambayo tuko nayo kwenye group moja yanatazama Tanzania kama taifa pekee tishio. Na utishio wake unakuja wapi? Yani wao hawatutazami sisi kama ligi. Uelewa? Ila wanatazama group kubwa la wachezaji ambao wanaunda timu ya taifa ambayo inacheza CHAN na ile ambayo inakwenda taifa AFCON. Inakwenda AFCON ndio hiyo ambayo inatumika. Sasa tofauti na Madagascar, tofauti na Mauritania, tofauti na Burkina Faso. Kwa sababu Burkina Faso unawaona wanakuja kufungua hapa na Tanzania. Ikiitwa national team ile ya kuja kucheza AFCON, anayetoboa hapa anaweza kama mmoja tu au wawili kwa Burkina Faso. Na sio kutoboa wenyewe, sio kwamba wanaenda kucheza. Senegal hamna. Inawezekana wakakaa zao mbao ndefu wanaangalia mashindano mpaka mwisho. Lakini sisi Tanzania, sisi tukienda zetu AFCON, 70% ambacho utakiona ndicho ambao wao wataenda kucheza. Kwa hiyo wao wanatutazama kwenye jicho hilo kuona kwamba hawa ni wapinzani ambao kwanza tutaenda kujifunza kitu kutoka kwao. Alafu mbili, hawa ni wapinzani wagumu kuliko mpinzani yeyote. Sisi kama Tanzania, wapinzani wagumu ambao tunatazama wapinzani ambao wana renki bora kwenye ligi. Sio unaelewa? Hivi Madagascar tuko kwenye kundi moja. Nani Madagascar? Tuko naye. Madagascar timu ya AFCON na hii ya CHAN ni timu mbili tofauti. Wao wengi wanatoka ni watu ambao ni diaspora. Maana watu wenye uraia pacha ndio wamekuja kutengeneza timu ya Madagascar. Leo unaona Madagascar ni hatari. The same to Mauritania, the same to Sierra Leone. Sasa hivi wamekuwa ni mataifa hatari sana kwenye kukutana nayo. Lakini kwenye hii CHAN kile ambacho kinapatikana ndani ndicho ambacho kinakuja kuonekana hapa. Kwa hiyo possibility ya kuonekana kwamba hawa wanaweza kufanya vizuri dhidi ya Tanzania ni ndogo sana. Yaani wao wenyewe wakiifunga Tanzania ni sehemu ya advantage na ni sehemu ya hatua kubwa kutoka kwao. Lakini sisi kumfunga Madagascar
kumfunga sijui Mauritania, kumfunga Burkina Faso, sio kitu ambacho tunaweza tukasema tunajivunia. Unajivunia klabu inatoka Ouagadougou. Timu inatengenezwa na wachezaji Ouagadougou FC zaidi ya wachezaji 7. Hiyo timu ya taifa inaunganishwa. Wakati uwakilishi tu hiyo Ouagadougou kwenye mashindano ya shirikisho au Champions League iko mbali sana. Yaani tena unaweza kukuta nakumbuka nilipitia kama miezi kadhaa imepita, mpinzani ambaye anatukaribia kwenye uwakilishi wa mashindano ya CAF, mbali kwamba kuna hoja kwamba sisi tunafanya vizuri, lakini idadi kubwa wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye vilabu vyetu sio wa Tanzania, lakini wa Tanzania wapo. Sasa hawa ambao wanatengeneza timu zao za taifa ambazo hawana raia wa kigeni ambao wanawapa hayo testi ambazo tunazizungumzia, kwenye renki yao inaonekana iko chini. Kwa hiyo wale sisi wanatuona ni wakubwa, na ni kweli chani ya msimu huu Tanzania tunashiriki kama miongoni mwa mataifa tishio. Kwa hiyo tofauti na Tanzania bingwa. Mimi kwangu Tanzania bingwa. Mimi naomba nitoe tahadhari. Naomba nitoe tahadhari. Hii mentality ni nzuri kwa nayo ya Tanzania bingwa, kwa sababu ni ya kutengeneza hamasa nzuri kwenye dressing room. Itupe confidence ya kuanzia mechi na kucheza michuano mbele ya Watanzania wetu na mashabiki. Hii ni mentality nzuri sana. Lakini kuna vitu nimeviona ambavyo nachelea kuiona Tanzania na nafasi ya kuwa bingwa mpaka icheze. Cha kwanza ni ushiriki wetu kwenye Kosafa ambao tulikuwa waalikwa. Tumecheza Kosafa hapa Afrika Kusini, tukatoka sare bila kufungana. Tukacheza Kosafa na Madagascar, wametufunga. Tupo nao kwenye kundi. Walitufunga hilo moja. Tukacheza mechi ya mwisho ndo tulishinda na Eswatini 2-1. Sasa pale nimekosa kuona cream ya kusema hii hapa bingwa achani Kosafa. Pili, tuende kwenye ushiriki wa kikosi cha Taifa Stars cha AFCON kwenye hiyo 70% ya wachezaji ambao wanacheza ligi. Sio wengi wanapata nafasi ya kucheza. Kuna wachezaji wa Tanzania wanacheza nje ya Tanzania ambao ndo muhimili mkubwa kwenye national team ambao inachangia kwenda AFCON. Bwana Samata Popa, Simon Hepgod Msuva, Miroshi, Novatus Dismas kwenye midfield, Emidi Mao wanne. Kachwele yakuwa anapata nafasi. Kwa na wachezaji 5 kutoka nje. Hao 4 walikuwa wanacheza. Mchango wao kwa mkubwa kama Msuva, mchango wake hauelezeki. Amekuwa akitupush every day. Mzizi anakuepo, Kibo alikuepo, lakini unaona walikuwa wanahitaji utulivu zaidi ya kawaida. Angalau kutusaidia. Sasa hawa hawatakuepo, tutabaki wenyewe ambao tunacheza ligi za ndani. Ni 4 kwa kuhesabu, ambaye sasa hivi Mao yuko Azam. Lakini kwa mchango wao hawa 3 wakubwa walikuwa wanacheza ni mkubwa sana. Umeelewa? Ambao ni wachezaji wa Tanzania wanaocheza ligi za ndani, ambao tumeona test hawawezi kumatch quality ile ya Msuva, Popa na Novatus Dismas. Hatuko nao. Hilo ni la pili. Umeelewa? Lakini la tatu, mimi nimeziona timu nyinginezo kwenye viwango vya ubora vile vya ligi ya Afrika. Sisi tuko namba 5 kwa mujibu wa CAF. Lakini mind you, wachezaji wengi ambao wamesaidia ligi yetu kwa namba 5 wa kigeni kutoka Simba, Yanga, Azam, Namungo, KMC ni mkubwa mno wachezaji wa kigeni. Wale sasa wamepandisha ligi. Quality ya wachezaji wetu wakizawa kwenye kusaidia ligi pande of course ni kubwa, lakini kumachi na wageni wameenda extra sana. Yaani ukimchukua mgeni, angalia mchango top scorer kama Mayele, angalia Diara ameweka rekodi kwenye ligi ya Tanzania hapa tukia imeanzishwa. Hakuna kipa aliyewahi kuwania tuzo ya golikipa bora wa Afrika na mchezaji bora wa Afrika kwa ligi za ndani. Hayupo. Jigi ameweka ni mtu kutoka Mali. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo kumbe Clatous Chota Chama, Louis Mixon, Medi Kagere, sasa hivi tunamzungumza Stefan Aziz, Pacome Suswa, na wengineo, hawa ni wa kimataifa. Wamesaidia ligi kwenda pale. Sasa tukirudi tukisema tuchukue cream yetu wenyewe, tuiangalie, tuseme ni bingwa, na chelea. Hiyo sababu ya 3. Ya 4, wapinzani baadhi nimewaona. Kombe la Mapinduzi lilichezwa visiwani Zanzibar. Burkina Faso ambao tunaanza naye alikuwa kule, alifika finali. Alicheza na Kenya. Bingwa alikuwa Zanzibar Heroes. Kwenye mechi ambayo ilikuwa ni almost
4.5 star competition level Okay. ambao Zanzibar ameshinda bado sekunde moja mpira upite. Definition unajua ni nini? Quality was almost the same. The same, Burkina Faso amecheza. Hakuwa na mchezaji hata huyu mmoja wa kigeni. Wote walikuwa wanacheza ligi za ndani. Okay. Ile Ouagadougou ambayo Rashid amesema. Those guys played football na namba nyingi wali dominate. Match fitness, hakuna timu ilo match Burkina Faso fitness kwenye Mapinduzi Cup. Sio Kenya, sio Zanzibar hilo, sio Tanzania, sio Cape Verde. Amefunga kimatukio tu. Set play goal. Yule kiungo anacheza Mashujaa. Ngoja kwanza. Anaitwa Hassan. Alipiga nje ya 18. Kasawazisha ndio goli la ushindi, si Cheda. Cheda. Kinyume na hapo Burkina Faso was everything kwenye mechi. Yaani ule ukatili wa mpira. Sasa hao ni Burkinabe. Nakumbuka sisi ni watano kwenye viwango vya ligi. Sasa kuna mataifa haya manne ambao wametuzidi. Misri ambao hawapo. Morocco Wapo. Morocco wapo. Algeria wametuzidi kwenye ligi. Sio? Tunisia wapo. Ligi yao. Sio? Umeelewa? Wanne. Sasa wana cream za wachezaji bora. Kwa ambao wapo. Nachelea kusema Taifa Stars bingwa. Aha, okay. Na afu ili kundi hili ni jipya kwa Morocco. Okay. Kuna wachezaji wameitwa. I want to tell you, Morocco anahitaji Sekafa hiyo hata mara 3. Yaani apate hata mechi 6. Anatamani Morocco akae na timu ya Taifa Stars. Akae nayo hata mwezi mzima. Aweze kujiridhisha kwamba sasa hapa nina timu. Kwa sababu ya ugeni na uchanga wa wachezaji wengine. Na wachezaji ambao tunaona ni nyota, wengi wao wamecheza level ya juu sana. Viwango vyao viko kwenye mashaka ya kupungua. Sio kama uone tathmini. Kwa mimi nachelea kusema Taifa Stars bingwa kwenye CHAN. Ni mpaka tuone. Pointi zako zinaeleweka. Lakini Rashid, tukiwa bado tunaangalia hizo pointi zenu, mimi nazichukua hizo pointi, lakini tuangalie taarifa nyingine ambayo inahusiana na mtihani mkubwa ambao umebaki ndani ya klabu ya Simba kwa kocha Fadlu Davis katika kusuka kikosi kipya cha msimu ujao wa mashindano. Tayari nyota kadhaa wameaga klabuni hapo, jambo ambalo linamfanya kocha mkuu huyo wa Simba Fadlu Davis kwa sasa kufanya usajili wa nguvu ili kuziba nafasi zao na kuongeza kuwa ubora katika kikosi chake kilichomaliza nafasi ya pili katika ligi kuu ya NBC. Leo tutakwenda kuangazia sasa nafasi kwa nafasi katika kikosi hiko cha Simba na namna timu hiyo inahitaji maboresho kiasi gani kuweka uimara katika msimu mpya wa mashindano. Goalkeeper ambao amebaki ni Musa Kamara pamoja na Ali Salim. Beki ya kushoto ambaye ameondoka Mohamed Hussein na Valentino Noma. Wote wanacheza nafasi moja lakini wote wameondoka. Ina maana sasa hivi kwa Simba ukiambiwa nafasi ya beki wa kushoto nani inakuwa ni ngumu kujua. Au bisa unamjua? Hayupo beki. Hayupo Bado hajasajili. Rashid amna beki wa kushoto. Yaani jina la upande wa kushoto alipo sasa hivi. Haya. Beki wa kulia Shomari Salum Kapombe na viungo waliobaki ni Yusuf Kagoma, Jean Ahoua na Aweso ambaye anatajwa kutolewa kwa mkopo. Lakini takwimu tu za Aweso nikwambie katika msimu uliomalizika michezo 19 ambayo amecheza, dakika 788, magoli 2, assist 1. Kiungo ambaye anatajwa kutolewa kwa mkopo. Lakini tukianza kwenye kwa hili kocha Fadlu Davis, wachezaji ambao upande wa kushoto lazima sio kusajili mchezaji mmoja. Hapo Simba wana deni la kusajili wachezaji wawili wenye kucheza nafasi ya upande wa kushoto. Kwa Shomari Kapombe upande wa kulia Kijiri hayupo. David Duchu yupo. Kwa hiyo atakuwa msaidizi wake yupo David Kameta Duchu. Lakini viungo Yusuf Kagoma na Jean Ahoua. Ngoma ameondoka, Debora ameondoka, Kajefa ameondoka. Kwa hiyo hapo wana deni la kusajili mchezaji mmoja wa kiungo au wawili. Mzamiru amebaki. Mwalimu anahitaji. Mzamiru amebaki na amebaki. Mzamiru amebaki. Simba imebomoka. Simba imebomoka sana. Na imebomoka kwa kiwango ambacho unashindwa kufanya tathmini vizuri ya kile ambacho alikifanya msimu uliopita. Na bahati mbaya sana ilikuja hoja ambayo iliwatingisha, ambayo kimsingi kama wangekuwa wako very strong kwenye kile ambacho walikuwa wanaamini wanakisimamia, wasingeweza kubomoka kwa kiwango hiki. Unajua bado nitaendelea kurudia na nimekuwa nikisema hapa mara kadhaa. Watu wengi wanairate Simba kama ni Simba iliyofeli msimu uliopita. Lakini sio kweli. Simba haikufeli. Simba haikufeli msimu uliopita. Haikufeli hata kidogo.
walipaswa kujivunia, kwa sababu kuna kitu ambacho walipata kilikuwa ni kikubwa sana. Kikubwa, lakini yes. Siasa za mpira wa Tanzania zimeenda kudogosha mafanikio yao ya Simba, na wao wakaridhia, wakapokea yani. Wakapokea yale namna ambayo watu wanayazungumza. Hivi timu inafika finali kombe la shirikisho. Asa timu inafika finali kombe la shirikisho. Unasema hiyo timu haijafanikiwa. Ni ndogo kabisa. Kwenye mazingira ya kawaida. Wewe nani anakuelewa huyo mtu? Labda unanielewa. Labda definition ya kufeli. Unatoka tungenyambua. Unatoka hapo ili tujue kweli wamefeli Rashidi. Lakini in general msimu kama ukisummarize kwamba Simba msimu uliopita walikuwa na msimu mbovu, walikuwa na msimu wa mafanikio. Kidedea, tumekaa hapa na Mbwaduke Start. Umeona bana? Ameielezea Simba kwenye takwimu kwa muda mrefu sana. Sasa hivi Mbwaduke amekuwa hata kilala anaota zile takwimu za Simba za msimu uliopita. Na kusita kusema mara nyingi zaidi kwamba Simba kwenye takwimu ndio timu ambayo imefanikiwa, ndio hii msimu uliopita ndio timu ya pili kwenye ubora wa ukusanyaji wa alama kwenye kipindi ambacho Simba wamekiishi. Si ndio? Hiyo ni timu ambayo watu wanaireti imeferi. Sio, unanielewa? Lakini hiyo ni timu ambayo pia baada ya miaka mingi toka 1993 ndio timu hiyo pia imecheza fainali ya kombe la shirikisho ambayo wewe unaireti kama imeferi. Timu hiyo hiyo ambayo wewe unaireti imeferi ndio timu pia imefunga magoli mengi na timu ambayo mfungaji bora wamechukua na ndio timu ambayo imetoa top scorer wa ligi ambayo wewe unasema timu hiyo imeferi, na ndio timu hiyo hiyo ambayo goalkeeper wake ana clean sheet nyingi pia kwenye ligi. Timu hiyo hiyo ambayo wewe unasema imefeli. Sasa unajua hivi tuangalie yani kwenye hayo mazingira kigezo kipi ambacho kina ukiangalia kwenye hayo mazingira kinachopelekea watu kusema Simba wamefeli au wamefeli kwa sababu ukikutana na mtani wanaangusha. No, yani sentence ya kwanza ni hiyo. Ni hiyo ngoja Rashidi amalize tumsikie kwanza. Kwenye siasa ya kuirate Simba imefeli. Kwanza ni hapo kwenye kukutana na Simba na Yanga. Kampiga in and out mechi nyingi, mechi 5. Unaelewa? Ni kitu ambacho wao kinawakera, kimewauma. Kwa hawataki kuangalia mafanikio mengine yoyote ambayo wameyapata general. Unaelewa? Kitu cha pili ambacho wao wanajiona wameferi ni mfululizo wa mafanikio ya domestic league kwa mpinzani wao kwa mara 4 mfululizo kwenye ligi, mara 4 mfululizo kwenye CRDB, mara 4 mfululizo. Sasa wao hawapimi kwenye mazingira ambayo wanaangalia wamepiga hatua au wapiga hatua. Ni kweli walikuwa mabingwa wao mara 3 mfululizo. Mpinzani wao akaja akachukua mara ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka fika mara ya 4. Kwenye namna ya wao kufika, kuna mahala Simba walikubali kwamba sisi sio bora kama mpinzani wetu na tunarudi chini kwenda kuitengeneza timu ili kuja kushindana na mpinzani wetu. Wakati wanatengeneza timu kwenda kushindana na mpinzani wao, ndio mafanikio kuna mafanikio wameyapata na ni hatua kubwa ambayo wameipata. Na ndio hiyo ambayo nakwambia wana top scorer anatoka kwao, wana goalkeeper mwenye clean sheet nyingi anatoka kwao. Timu imefika kwa finali kombe la shirikisho ni wao. Nafasi ya pili huyo mpinzani wao wanemzungumza kwamba amefanikiwa. Haya yote hana. Haya yote hana. Lakini kilichoenda kudogosha haya mafanikio ni zile siasa za mpira ambazo zimewaingia mashabiki na viongozi, imeenda kuharibu ile taswira nzima ya road ya Simba na amani kwenye club. Rashid amezungumza kwa mapana yake. Wanajiona hawajafanikiwa. Kwa uchache unaangalia, unasema kwamba unataka kuchambua ile kusema mafanikio kutokufanikiwa au kwa sababu ameangusha alama kwa mtani nje ndani. Inaweza pia ndio linabebwa lile likaletwa katika mjumuisho wa mambo yote ambayo mnyama kafanya kwamba mnyama kafeli. Simba Sports Club msimu wa 2024-25 imefeli pakubwa. Nukta. Kwa nini nasema imefeli pakubwa? Kwa sababu mafanikio maana yake ni kufikia malengo uliyoyaweka mwanzoni. Usipoyafikia lugha inayofuata ni kufeli. Simba aliyaweka malengo. Ndio. Sasa mimi nachambua yale makubwa tu. Ligi kuu NBC, CRDB Federation, CAF Confederation ya Afrika. Ligi kuu nawapa yani natoa 50% kwa uzito wa malengo ya 100% ya uwanjani. Kamati ya mashindano ya Simba. Ligi kuu ina 50% kwenye 100. Kwa nini? Kwa sababu ukipata ligi hata ukikosa hivi, hii ni tiketi ya mwaka ujao kucheza tena michuano ya klabu bingwa Afrika, unarudi. Sawa? Utajiuliza. Kwa hiyo ligi ni 50%, alafu ndo unacheza kwa muda mrefu zaidi. Sawa? Kwa ligi ya 50%.
Azam, CRDB Federation natoa 20%. CAF Confederation natoa 20%. Sawa? Kwa sababu lengo lao hapa alikuwa ubingwa. Ni kufika nusu finali. Narudia. Wapi hapo? Lengo la Simba kwenye CAF Confederation msimu uliomalizika huu. Ni nusu finali. Lengo lao lilikuwa kufika nusu finali. Wamefika finali. Ambao ni sio kombe, sio medali, na ipa 20%. Ukifika haugarantii kurudi tena. Umefika tu. 10% na baki hapo. Ngoja kwanza Sabisa twende taratibu. Malengo ilikuwa ni kufika nusu. Wao wamefika finali. Tunakuja huko. Ngoja kabla tujama. Hii 10 sasa hii ndio ile hoja ya kwamba wapo kwenye mchakato wa ujenzi wa timu mpya. Tunapata 100 hapa. Kwa kwangu mimi ndio alikuwa malengo ya Simba. Okay. Sasa 50% ligi, 20% CRDB, 20% nusu finali ya Afrika, ya Confederation Africa. 10% ya ujenzi wa timu. Ligi wamekosa. 50 imeondoka. Simba wana 50 mkononi. Abisai subiri kwanza. Ligi wamekosa. Ngoja kwanza kaka. Tunaanza kwenye ligi au tunaanza kwenye kujenga timu? Ligi. Tunaanza ligi. 50 wamekosa. Kwenye hiyo asilimia. Tuende taratibu. Ngoja kwanza tuende sawa. Kwenye asilimia 50 ya ambayo wameikosa ya ligi. Si ndio? Wewe uliamini Simba iliyomaliza msimu wa 2022-23 kwenda 24-25 Simba angeweza kuwa bingwa? Mimi hapa? Hapana. Hapana Kwa automatic wao waliamini. Hapana. Sasa najaji kutokana na Simba sio mimi. Sawa. Simba ndo ameseti malengo. Mimi ngoja tafsiri ngoja nimalizie. Hiyo ya Abisai huko na kwenye Confederation kufika finali. Tunasema hii ni bonus achievement. Bado kiendelea. Bonus kwanza pointi zake. Achievement. Kwa hiyo wana 20 pembeni. So wamefika finali ni bonus achievement. Nusu ndo lengo. Nusu limefika. Kwa hiyo 20 ipo pale kwenye ubao. 50 hamna. Kwa 70 hizo kuna 30. 10 wamefika nusu finali. CRDB Federation hawajafika kwenye ubingwa. 20 hamna. Tunakuja 10 kwenye ujenzi wa timu. Hapo sasa. Sasa kwenye mimi tathmini yangu. Fadlu Rahmani Davis amelazimika kutumia mechi na ni mpango wa mechi kimkakati kwa sababu ya wachezaji wapya waliokuwa nao kwenye timu na namna wanavyocheza. Hilo tulomuona Simba so Fadlu according to me. Sawa? Ameona kumbe Simba wachezaji wako hivi. Nikitaka falsafa yangu ya 1 2 3 hapa siwezi. Natakiwa nicheze kulingana na hawa. Na ndio maana Simba imefanya hivyo ambavyo imefanya. Ushahidi wa kwamba Simba ule ujenzi wa timu hujakamilika. Ushahidi ndio huko ni usajili. Wametoa thank you 8 mpaka sasa hivi. Timu ambayo ilikuwa imejengwa inaenda kwa progress kubwa. Thank you 8 ni nyingi. Na uenda watasajili zaidi na wanaendelea kutoa. Kwa hiyo leo hii Abisai nasema msimu uliopita wachezaji wale wa Simba wachache ambao walikuwa na performance ya juu. Sio? Rudia hapo tena Abisai. Steven Junior kacherwa kimataifa nakwambia. Nasema hivi. Kwa tathmini ya wachezaji wale waliopita. Mimi hapa na viongozi wa Simba tunaweza tukawaza eneo moja. Hakuna mtu anayegarantii msimu unaoanza wale wakirudi wataperform kama waperform msimu. No thank you. No. Simoni Ateba akifunga hizi goli, Simoni Mkwala akifunga hizi, sijui performance ya Kamara itakuwaje. Hapa yeye ameperform hivi tunamtaja. Bado ni mjadala kwenye hatima. Sio umeelewa? Kwa hiyo wale kama kuna kitu walikipata Simba kwenye usajili ni vitu viwili tu. Fadlu Rahmani Davis, Eli Mpanzu. Sasa Fadlu amepunguza mapungufu makubwa ya Simba. Ndio maana sasa hivi kawa mkali kwenye usajili na yeye ndo anamsikiliza kwa sababu kashawaambia ukweli wa macho. Jamani mbona wachezaji waliokuwa nao? Si ndio? Hivi timu striker amefunga goli 13 kwenye ligi Mkwala na Ateba. Unajadili kumtoa kwa hizo numbers. Ni kwa sababu performance nyingine nje ya goli umeona ikifanya vizuri. Ndio maana Fadlu anasema it's not enough. It's not enough. Haitoshi. Na sasa ukisema ni rahisi sasa. Ukija misimu mitatu mbele ya Simba, Mungu atupe hai. Unaweza kudiriki kusema huu msimu waliofika finali, sijui kufika nafasi ya pili. Unaweza kusema ilikuwa kama wamefika. Wamefika. Lakini ndio maana wako busy sasa hivi kutafuta. Wanataka timu iwe imara. Fadlu sasa hivi ndo anasuka mipango. Anataka wachezaji wakubwa. Hii ni wapeni. Kwa hiyo hakuna haja ya kupaka mafuta. Kwa hiyo Simba imefeli 25%. Yaani wana 25%. Wana 100 kwa msimu. Yaani katika ile 10 ile wana 5 tu. Abisai unajua katika ujenzi wa timu. Simba mjenga timu wapi? Ngoja. Kajenga timu asilimia alizozipanga Abisai. Unaelewa?
kaanzia mwisho kaja mwanzo. Sio mwanzo kwenda mwisho. Hata nikianza mwanzo zinakuwa vile vile. Mwanzo kwa sababu kama mwanzo wake Abisai. Ujenzi wa timu 10%. Mimi nimetoa 5 hapo. Ndio. Ujenzi wa 10 twende na shida haraka muda unakimbia. Alafu 20% katoa kwenye Confederation. Wana 25 hapo. Zingine zote wamekosa. Katoa CRDB. 50% katoa kwenye ligi. Sasa hapa kwenye ujenzi wa timu. Umeelewa? Kwenye huu ujenzi wa timu ndio ambao una determine nini utafanya huko. Katika hivi vitatu hivi. Sasa kama hapa kwenye ujenzi wa timu, umeelewa? Umejenga timu, imekufikisha finali, imekupa top scorer, imekupa kipa mwenye clean sheet, imekupa timu ambayo imefunga magoli mengi, imekupa, unaelewa? Manake haya peke yake ni mafanikio. Hayo sio mafanikio Rashidi. Mimi sinakwambia. Hayo sio mafanikio, ni kufikia malengo Rashidi. Mimi kwenye research yangu ndogo ambayo nilijaribu kuifanya msimu ambao walimtoa Objective. Na yeye alikuwa anacheza kama Fadlu, unajua. Kutoka Objective wakaja kwa Benshika. Na alikuwa anacheza hivyo hivyo. Kuanzia pale. Hakuna mshabiki wa Simba alikuwa na matumaini Simba inaweza kuwa bingwa. Ngoja niisome hii Kilelea kabla hujaisoma Kilelea. Ile picha kamili. Yaani Simba walikuwa wanacheza kila mechi kama game plan ya mtoano, wanajiami mno kwa sababu kocha anajua mapungufu ya timu. Simba ilipokutana na timu bora ambazo zinacheza, Simba inafungwa kabla mechi haijaanza. Kila mtu alikuwa anajua Yanga anaenda kufunga Simba. Mtihani mwingine upo kwa kocha wa Simba kuamua nani aondoke, nani asalie katika safu ya ushambuliaji. Eli Mpanzu pekee ambaye ana uhakika wa kusalia katika kikosi hicho cha Simba, sambamba na Kibu Dennis ambaye bado ana mkataba wa mwaka mmoja ndani ya wekundu wa Msimbazi, japo kwa sasa ana kutafuta timu ya kucheza kule Amerika, nchi Afrika yote. Tutazame sasa washambuliaji waliopo ndani anastahili kusalia katika kikosi cha Simba, na kocha Fadlu Davis akiwa anaendelea na yeye kusuka kikosi chake. Leonel Mbida Ateba michezo 25, magoli 13, assist 4. Steven Dese Mukwala mechi 28, magoli 13, assist 3. Valentino Mashaka michezo 8, magoli 2, assist hana. Kibu Dennis michezo 25, magoli 4, assist 4. Joshua Mutale Budo mechi 21, magoli hakuna, assist 2. Ndio tulikuwa tunazungumza hapo katika hizi takwimu. Kwa takwimu hizo. Kwa takwimu hizi ambazo tumezisoma hapa kwa washambuliaji. Vilabu vikubwa duniani ni Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, ndio? Milan, Juve, Inter. Hivyo ni vilabu vikubwa duniani ambao tunakubali. Ndio. Simba. Nitafutia katika hizo timu pacha mbili zina magoli 26. Pacha mbili zina magoli 26. Mzize na Dube hivi hajafika. Tafuta kwenye pacha mbili hizo timu nimekutajia hapa. Pacha mbili zina goli 26. Nje Afrika. Tafuta hizo pacha. Nani? Rafinha na Lamine Yamal au hata Lewandowski. Amemaliza top scorer amemaliza second top scorer wa La Liga magoli 25. Unahitaji kuwa na booklet ili kumuelezea mtu akwambie. Lakini nachokwambia hizo namba ambazo amezipata kwa sababu walimu wengi wanasaini mchezaji, wanamsaini striker. Kwa nini? Kwa lengo striker pekee. Striker akiweza kufikisha 10 goal plus, 10 goal plus, huyo striker manake kinachofuata amekupunguzia mzigo. Sasa jukumu linabaki wewe mwalimu na safu yako ya ulinzi kutengeneza kulinda haya magoli 10 ambayo striker amekupa. Kwa hapa Rashidi, maana yake ni kwamba washambuliaji wanatosha, maana yake pamoja na Leonel Ateba bado wanastahili kubaki kwa takwimu. Kwa takwimu hizo ambazo wameziweka unaweza kusema ni wamefanikiwa kwa takwimu hizo ambazo kwa sababu hata top scorer ana goli 16. Nyuma ya Ateba ni goli ngapi? 3. Nyuma ya Mkwala ni goli ngapi? 3. Sasa wewe unasemaje hao kwa takwimu hawajafanikiwa? Manake hao kwa takwimu wamefanikiwa. Hayo ambayo yanazungumzwa hawajafanikiwa ni kwamba hayo magoli 13 ambayo anayo Mkwala na Ateba, timu imetengeneza zaidi ya nafasi hizo. Okay. Lakini pamoja na timu imetengeneza zaidi ya nafasi hizo. Sasa rudi kwenye hizo timu zingine ambazo wewe unaziona ni bora kuliko Simba kwenye safu hiyo ushambuliaji. Hizo timu pia zimetengeneza nafasi ngapi na wafungaji wao na magoli mangapi? Magoli 13. Unaelewa? Sasa ukirudi kwenye huo muktadha, ukiniambia Simba kwenye eneo hilo wanafeli,
inabidi uwe na maelezo mengi zaidi ya kumweleza. 5 hapo, lakini kwenye utaratibu nimesema kule situ 5 hizo na hizo utaratibu sasa unarudi ni kwamba Fadlu anachokiona au alichokiona inawezekana kabisa kwamba mwalimu aliona kwamba wachezaji wengi waliokuwa nao hawana uwezo wa mawazo yake. Okay. Wameambiwa viongozi kwamba hawa wachezaji mimi kwa uwezo wangu nimewafanya kuonyesha hiki ambacho na labda pengine yeye anakitazama kwamba magoli 13, si ndio kwa wastreka wake wawili 26 wana uwezo wa kufika magoli 20. Kwa hiyo anajua fika kiwango hiki bado ni kidogo, japo kwa mtazamo wa nje tunavyochambua tunasema mchezaji akifunga goli 13 ana deserve kuendelea kubaki na kama ni striker kwa sababu mimi nakwambia leo hii tunamzungumza Mzize. Ni msimu ambao Mzize kafanikiwa toka kaanza kucheza ligi. Sawa Rashid. Amefikisha magoli mangapi? Hiyo ni Simba ambayo tunajaribu kuitazama na Fadlu Davis kuhusiana na kusuka kikosi kutokana na wachezaji ambao wanaondoka ndani ya Simba. Chambuzi wamekuwa wakali kweli kweli. Hata wakali bana. Data zake. Unatulisha tabia bana. Lakini kufuatia tu kuungua kwa soko la mashine 3 mkoani Iringa na kusababisha zaidi ya wafanyabiashara 500 kupoteza kila kitu, mashabiki wa Simba katika mkoa wa Iringa katika tawi la Iringa mjini wamekabidhi kiasi cha shilingi milioni 1 kwa wanachama wake 5 ambao walikuwa sehemu ya waathirika au janga la moto huo wa Julai 12 mwaka huu. Hii ni kule Iringa. Kwa hiyo wanachama wa Simba wanashikana mkono na sisi tukiwa tunajaribu kuchambua hapa kile ambacho kinaendelea. Taarifa wamekuwa wakali na ukali wenyewe wanakupa nondo zile ili uweze kufahamu na ujiridhishe. Rashid anasema kwa Simba hawajafeli. Abisaye anakuambia Simba wamefeli. Twende kwa Mohamed Nyaulingo kule Iringa. Wanasema kwenye shida tutakuwa sote, kwenye raha tutakuwa sote. Ndio kauli mbiu ya mashabiki wa Simba Sports Club hapa mkoani Iringa. Ifahamike tu ya kwamba siku za hivi karibuni soko la mashine 3 liliungua na kuleta simanzi kubwa kwa wafanyabiashara. Miongoni mwa waliokuwa wanaendelea na biashara humo ni mashabiki wa Simba Sports Club. Hali hii ikawalazimu sasa viongozi wa tawi la Simba hapa mkoani Iringa kufanya mpango wa kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafuta jasho ama kupunguza yale machungu waliokuwa nayo baada ya mali zao zote kuteketea. 3 tulikuwa na wanachama ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa ni wanachama hai katika utaratibu wetu wa tawi. Kwa hiyo tumefanya kwa namna moja ama nyingine, tumechangishana. Kwa hiyo tumewaletea kiasi kwa ajili ya kuwapa pole. Na hii lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba sisi kama wana Simba tunajaliana, sio tu kwenye raha bali na kwenye shida tunajaliana. Kwa kipo kiasi fungu ambalo watapewa wanachama 5 hai ndani ya soko hili la Mlandege kwa sasa waliotoka kule mashine 3. Wanachama waliokuwepo hai ni wanachama 5. Tuna mashabiki wengi lakini tunahitaji tuwe na wanachama wale ambao wanawajibika katika kila kitu, kulipa ada, changamoto zikitokea nao wanawajibika. Wote hao wapo 5 ambao tumewalenga hasa hiki tutakachowapa kiwasaidie kuwasogeza sehemu ambapo kidogo tunaamini wamepungukiwa sana na wampata changamoto. Wengine wametaka hadi kukata tamaa, lakini tumefikia wakati na kufikiria tumekuwa na jambo hili na nadhani ni mwendelezo. Guswa na hili tukio toka lilivyotokea, lakini tukasema tuwashike wenzetu mkono kama sehemu ya kuwafariji tu. Tunaamini hatuwezi kufanya makubwa zaidi ya pale ambapo tumefikia. Ni muhimu kwa kila mmoja na ni muhimu pia kwa ajili ya kusaidiana wakati majanga haya yanapokuwa yanajitokeza kama hivi. Wanasimba walikuwa ni wengi, lakini wengi wao hawana vigezo kwa maana ya kutokuwa wanasimba hai. Hali hii imewafanya wanasimba 5 pekee ndio kunufaika na kiasi hiki cha fedha. Je, wanazungumziaje mchango huu waliokabidhiwa na wanamichezo wenzao? Kikweli inafarijika sana kwa sababu kama ingekuwa watu wengi wajitolea kama hivi, nafikiri ingekuwa hata mazingira ambayo tunafanyia kazi ingekuwa yashakuwa vizuri. Kwanza niwashukuru sana wanachama wa Simba kwa msaada wenu. Nasema sina cha kusema ila nasema asante sana, na tumeasilika tu kwa kiasi kikubwa. Mazingira bado hayajazoeleka, watu bado tupo kwenye heka. Ninachowaomba wajiunge
na umoja huu, kwa sababu umoja huu pia una faida, naweza nikasema. Unajua, unapopata tatizo kama hili na wenzako wakakukimbilia kama hivi, ni ukweli unapata faraja. Kwanza ninyi ni watani wangu, na mpira sio wadui. Kupenda mpira sio wadui, kupenda mpira ni furaha. Niwapongeze kwa hatua mliochukua kwa kuwajali wale wanachama mnaojua wameathirika katika hili janga la moto. Mimi niwapongeze sana na ni mfano wa kuigwa. Hili lisiwe liishie hapa, hata wengine wanaoliona hili ni wasisitize watuunge mkono. Michezo ni furaha, michezo ni udugu. Ndiyo ambavyo inadhihirika hapa katika soko la Mlandege, ambako wafanyabiashara waliokuwa mashine tatu wamehamia hapa na wakiendelea na ujenzi kwa ajili ya kuhakikisha biashara zao sasa wanazihamishia hapa, wakati soko lao likiendelea kukarabatiwa. Lakini umoja na mshikamano ndio ambao unahimizwa kuhakikisha basi wanaendelea kushikana mkono pale majanga yanapotokea. Mimi naitwa Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa. Taarifa yake Muhammad Nyaulingo kutoka Iringa inatupeleka sasa kwenye break kidogo. Usiondoke, leo kipindi cha moto kweli kweli. Tutarudi hapa na tutaendelea. Bado nondo zimejaa hapa. Bisai ana nondo zake, Rashid Hamisi naye ana nondo zake. Naam, tumerudi tena viwanjani, kipindi bora kabisa cha michezo Azam TV, lakini Tanzania kwa ujumla wake, tukiwa tunaangazia taarifa za michezo, lakini pia tunakupa na elimu, sio tu kukuambia kwamba kuna hiki, lakini na elimu yake tunakupa. Nondo unapewa vile vile, na asilimia unapewa. Bisai yuko hapa bwana, ana nondo kweli kweli, lakini Rashid ni mchambuzi mwenye msimamo. Rashid yuko hivi. As always. Sisi misingi yetu ya hip hop na Qur'an hatujai kupindisha. Tutachelewa kitu tutafika. Abisai? Naam. Umesema, anasema Abisai nimesema, si ndio? Upande huu Qur'an, upande huu hip hop. Sauti ya mamlaka hiyo. Naam, leo viwanjani imekuandalia makala maalum ya alikuwa beki wa kushoto wa Simba Mohamed Hussein Shabalala, aliyetangaza kuondoka ndani ya Simba Sports Club baada ya kudumu ndani ya klabu hiyo kwa miaka 11. Ni hatari. Samir Yasin, Bernard Morrison poteza control. Zimbwe Junior, Mohamed Hussein. Zimbwe Junior ameua. Shuti kama vita. Fair play kwa wapi Zimbwe? Fair play kwa wapi baba? Wakapoteza mali hapa. Zimbwe kaiba, akatandika bunduki. Golikipa akajaribu kudaka ile. Maini, bandama, utumbo, vyote vingesambaratika. Tungempoteza kabisa. Angepotea kabisa. Wa ushindi
kwa kutumia kipaji chake kuleta ushindi. Aliandika jina lake kwa alama ya miguu na dunia ikaweza kulisoma. Ukitaka kujua ugumu na umuhimu wa mtaalamu huyu mwenye sifa mbalimbali za kiufundi aliyokuwa nao ndani ya Simba, fahamu kuwa aliweza kukabiliana na mabadiliko mbalimbali ya benchi la ufundi na wachezaji kwa umri wa miaka 11, lakini yeye akabaki kuwa mwamba usiotikisika. Zimbwe si beki tu, bali kiongozi, mfano na mwana Msimbazi halisi, na hakuwahi kutafuta sifa bali alizijenga kwa kuwa kiongozi mkimya. Alionyesha uaminifu si kwa maneno bali kwa kubeba jezi ya Simba kwa heshima isiyo na doa. Wakati wengi walikuwa wakihama timu kila msimu wakitafuta nafasi, Zimbwe Junior alijenga jina lake kwenye klabu moja. Wakati wengine walikimbilia taa za miji mikubwa ya nje, yeye alichagua kuandika hadithi ya utulivu, ustahimilivu na heshima ndani ya Simba Sports Club. Nguvu ya mashabiki walioko nyuma yake waliamini kuwa kuna mechi walishinda kwa sababu Shabalala hakuogopa kuumia juu ya jasho jingi alilolitoa kuwapa matokeo. Kilichofanya wino wa kalamu yangu umwagike juu ya mtaalamu huyu ni kuwa wakati wengine walicheza mchezo, yeye aliubadilisha kwa kuacha alama, kwani wengi hucheza lakini ni wachache hujenga urithi. Shabalala ameacha pengo ambalo halitazibwa na mchezaji tu, bali kwa moyo, roho pamoja na nafsi ya kuipambania jezi ya Simba Sports Club aliyoweza kuiwakilisha kwa mapenzi makubwa. Ukweli ni kwamba sifa za mtaalamu huyu ni kuwa na mtindo wa kucheza kama mshambuliaji wakati akihudumu safu ya ulinzi, na mara zote amekuwa mchezaji wa kipekee, akianza mchezo kama beki wa kushoto na kumaliza kama mshambuliaji, kwani hulazimika kuweka nguvu ya ziada kwenye eneo lake la upande wa kushoto kwa kuukata upepo, huku wingi wa akili ya kuusoma mchezo ukimsaidia kuchora ramani za wapinzani pindi awapo uwanjani. Ni nani wa kumzidi Shabalala kwenye eneo lake la kazi? Kasi kama upepo na mashuti kama radi, Mohamed Hussein si beki tu bali ni tishio, huku mguu wake wa kushoto haupigi mipira tu bali hutuma ujumbe. Bingwa mara 4 wa ligi kuu na mara 4 kwa upande wa FA umetosha kumpa heshima ya kuwa miongoni mwa magwiji ndani ya Simba, huku tuzo binafsi ya mchezaji bora wa ligi kuu kwa msimu wa mwaka 2016-17 na beki bora wa ligi kwa msimu wa mwaka 2020-21. Zimbwe si beki wa masihara. Kuondoka kwako ndani ya viunga vya Wanalunya si mwisho safari, bali ni hatua mpya ya heshima. Uongozi wa Simba Sports Club, wapenzi lialia pamoja na mashabiki wa jina lako wanakushukuru kwa kila dakika, jasho na damu, kwa ukimya uliobeba heshima ya wekundu wa Msimbazi. Ulikuja kama beki na unaondoka kama nguzo ya historia. Kamwe muda hauwezi kufuta alama ulioiacha. Mwandishi wa makala hii ni mguu wa dhahabu Sharifu Bayona, nami msimuliaji wako ni Ruqayya binti Wambugita. Makala ambaye inamwangazia aliyekuwa mlinzi wa kushoto wa Simba Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala. Kuna ile clip yake ya kwanza anafunga bao, anamfunga goalkeeper Mohamed Makaka katika uwanja ule wa Gwambina kule Misungwi. Bonge moja ya bao Mohamed Hussein. Simba wamepoteza mlinzi wa kushoto na nahodha ambaye miaka tu 11 haitoshi, lakini vingi ambavyo vifanya ndani ya Simba, ikiwa ni pamoja na kufunga magoli mazuri ndani ya uwanja. Unajua inanikumbusha nini? Simba kwa Zimbwe kikali inanikumbusha kwamba unajua kuna ile mchezaji anaondoka afu bado mmemtaka, lakini ili kutengeneza moyo uwe kwenye utulivu, umeona, aende bwana, alafu enda chooni unalia, unajibwagia maji unarudi. Kwa nini yule? Viatu mtaki. Yani Redondo alipoondoka Madrid, kisu kikali. Fernando Torres alipoondoka Liverpool, Abisai. Kisu kikali ndio kimekula nyama. Bila shaka.
Yanga wamemthaminisha sana Mohamed Hussein. Ilikuwa ngumu kutoka. Ni Yanga? Yanga? Yeah. Kachero nakwambia. Ameenda Dubai. Kachero nakwambia. Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Ni mchezaji wa Yanga kwa mkataba miaka 2. Mkataba miaka 2. Yes. Signing on fee ya miaka hii 2. Milioni 400 za Tanzania. Milioni 400 za Tanzania. Yaani Yanga wamemthaminisha Zimbwe. Bilioni 1 na zaidi ya milioni 150 kwa kuwa Yanga miaka hii. Kwa milioni 400 Simba walikuwa wana. Na kuchanganulia hiyo bilioni. Signing on fee milioni 400. Sio? Mshahara milioni 25 kwa mwezi. Ukizidisha miezi 24 miaka 2 unapata milioni 600. Ukichukua na signing on fee hii ni bilioni 1 za Tanzania. Hiyo Dubai unasema wewe, tiketi za kwenda na kurudi, ofa kwenye mkataba. Round of kama milioni 6 hivi. Kwenda kurudi, hoteli kidogo, siku chache kurudi. Nyumba kumpangishia. Tuwashumu mimi na wewe atakaa nyumba labda milioni 1 kwa mwezi. Mara miezi 24 ni milioni 24. Miaka 2 na ile 6 ni 30. Bilioni 1 na milioni 30. Ubana atapata ubalozi wa bidhaa mbalimbali za GSM. Tuwashumu tu atamlipa milioni 5 kwa mwezi mmoja. Mara miezi 10 milioni 50. Na ile 10 ya mwaka ule milioni 100. Inabaki huku 2 na huku 2 inakuwa 20, 120. Jumlisha na ile 30, 150. Kwa hiyo kwa tathmini ya haraka Fote na gonga Simba Yanga kuwa na Mohamed Hussein kwa miaka 2 ni thamani ya bilioni 1 na milioni 150. Huenda ikazidi kwa sababu kuna bonus ile ya kwenye mikataba ya performance na timu ikichukua ubingwa. Kwa hiyo itaanza kuwa na point huko. Sasa Zimbwe kaonyeshwa hiyo ofanono kwenye mazingira ambayo timu yake ya mwanzoni ilikaa kimya mpaka mwishoni. Kwa timu yake ya mwanzoni ilikaa kimya mpaka dakika za mwisho, ama ofa walitoa ilikuwa ndogo? Mwanzoni si Januari ilibakisha miezi michache kumaliza mkataba. Ngoja kwambie, taarifa zinasema walichoshindwana Zimbwe na Simba. Unaelewa? Zimbwe ana malimbikizo ya madeni kutoka kwenye klabu yake ya Simba. Yeye hajagoma kusaini mkataba mpya na Simba, kama ambavyo Simba walitaka aongeze mkataba. Ila stori ambazo zilizokuwa zinaenea na mimi nashindwa kuzithibitisha moja kwa moja ni kwamba Zimbwe kulipwa malimbikizo ya madeni yake yote. Alipwe malimbikizo ya madeni yake yote. Kisha ndio asaini mkataba mpya na Simba. Simba wao walichokiomba ni kwamba asaini alafu watamkompensate. Sawa, na hela mpya na hela yake ya zamani. Mchezaji akasema haiwezekani kwa sababu hiki ninachokitaka msimu huu ni kikubwa zaidi, sawa sawa na kile ambacho ninawadai. Kwa hiyo nikijumlisha hiki na kile ninachowadai nikikileta mezani, haiwezekani, huu mzigo kwenu nyinyi naona utakuwa ni mkubwa. Kwa wao ndoa ya Simba na Zimbwe ilipoenda kushindana palikuwa ni hapo. Sawa. Kwa hiyo ofa ambayo unaisikia kwa Abisai ilikuja na huyu akaona ni kweli ni ngumu kukataa. Hayo malimbikizo Rashid, mfano tukija hapo kwenye malimbikizo ni bonus ama mshahara ama signing fee ama ni nini? Signing fee na baadhi ya malimbikizo ambayo Simba alishindwa kumlipa Zimbwe, akamwambia nilipeni then ni sign mkataba mpya. Wao akamwambia sign then tutakupa. Abisai ofa inaonekana ilikuwa kubwa sana, na ndio maana upande wa miaka 11 kwake hakugeuka nyuma kabisa. Na kitendo ambacho tokea Januari kubakisha miezi michache mkataba kumalizika mpaka ligi naenda mwisho, uongozi kutoongea naye, yeye alikiona ni dharau, kwa taarifa za watu wa karibu kwa Mohamed Hussein. Alafu kingine, baada ya hayo ambayo Rashid ameyasema, ukimya ukatawala siku chache. Simba walifanya juhudi dhati dakika za mwisho kutaka kutoa sehemu ya malipo ili Zimbwe afanyaje abaki. Ikawa wamechelewa, wako nyuma ya muda. Kwa hiyo Zimbwe akawa amepepea. Kwa hiyo mimi kwa lugha nyingine Rashid nakwambia tuna ulama.
Zimbwe ameondoka Simba, Simba alikuwa anamhitaji abaki. Ameondoka Simba alikuwa anamhitaji. Alikuwa anamhitaji abaki. Ndio maana anafanya juhudi dakika za mwisho akiwa ashachelewa. Simba pamoja na kocha Fadlu Davis. Yes, ripoti ya Fadlu Zimbwe alikuwa awepo. Okay. Na Fadlu alizungumza na Mohamed Hussein. Kwa baki. Siku zote katika kujenga hata nyumba ukiwa unaijenga kuna changamoto unakutana nazo. Leo utaweka tofali kesho unakuta limeanguka lile ambalo unategemea. Unastaki kwanza kidogo hivi kupata tofali lingine kama la lile ambalo wazungu wanasema hiyo if you cannot defeat join them. Yani kama uwezi kuwashinda jiunge nao kwa sababu usipojiunga nao utakuwa upande wa kupoteza dhidi yao. Maana yangu ni kwamba Zimbwe baada ya miaka 4 kushindwa kuwasimamisha Yanga kwenye ligi na kwingineko kukosa haya makombe mfululizo ikiwemo kipigo cha aibu cha 5-1 na dabi 5 mfululizo alikuwa anaumia sana kwa hadi analia. Unajua kile kifua cha unajua sasa ameona ile Yanga imekuja nzuri na ofa nono kaona ngoja mimi niende huko asilie. Nataka kuamini hivyo imechangia. Ona huyu anacheka. Ubora wa Yanga umechangia Zimbwe kwenda. Ubora wa Yanga umechangia. It's not about money peke yake. Ameona kule kwa sasa ni upande wa ushindi. Na ushindi na mafanikio. Na huku ameona nimekaa 11. Na mpaka msimu huu nimeona kwamba hapa siwezi tena kuendelea. Akiba Kidedea ndo ameona akimbilie. Sawa. Mimi bwana nimefurahi kitu kimoja. Muda nao ukiwa unatukimbiza. Labda kwa nitoe kwa sekunde 10 Abisai na sekunde 10 Rashid msizidisha hapo. Zimbwe amekwenda Yanga kucheza upande wa kushoto. Nani anakwenda kuanza kati ya Zimbwe au yule ambaye yuko kule? Na mimi naona watakuwa nagawana michezo. Watakuwa nagawana. Rashid, swala la kwanza ni mpaka huko mbele itakapofika kocha mpya atapochagua mmoja. Ila kwa eneo la haraka naona atakuwa anabadilishana dakika. Wewe kama wewe mfano unaanza na nani? Mohamed Hussein. Rashid, Zimbwe ndo beki bora kwenye ligi ya NBC. Wazawa na wageni. Sina neno. Klabu ya Azam FC imepanga kuingia kambini wiki ijayo kuanza maandalizi ya msimu mpya wa mashindano, wakati huu ikiendelea na usajili kimya. Tayari timu hiyo imemchukua kocha Mkongomani Flora Ibenge ambaye amepewa majukumu ya kukisuka upya kikosi cha Azam FC kitakachoshiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu ujao. Mechi za hatua za awali kombe la shirikisho zitatajwa kuchezwa katikati ya Septemba, muda ambao pia ligi kuu ya NBC itakuwa imeanza. Azam kimya hawana tabu na mtu hao. Usajili ambao umekamilika ni Aishi Manula goalkeeper, Lamek Elias Lawi beki wa kati, Himidi Mao Mkami kiungo, Mohsin Malima kiungo mshambuliaji. Usajili ambao umesalia ni winga ya kushoto kuziba pengo la Jibril Sila na striker. Na mastrika walikuwepo mpaka hivi sasa ndani ya klabu ya Azam FC ni pamoja na Jean Blanco ambaye amecheza mechi 17, magoli 3, assist 1. Alassane Diao mechi 7, goli 1, assist hana. Na wachezaji waliocheza dakika chache zaidi kwa Azam FC kwa msimu wa 24-25 ni Tepsi Evans mechi 2 dakika 87, Alassane Diao mechi 7 dakika 79, Sospita Bajana mechi 2 dakika 45, Frank TSA mechi ambazo amecheza 14 dakika 243, Mamadou Samake mechi 7 dakika 224 na Shekina Diakite mechi 8 dakika 177. Sasa hapa kwenye usajili ambao umekamilika Himidi Mao amerudi nyumbani, Mohsin Malima na amerudi. Rashid, kuna kitu alikuwa ananiambia hapa Kachero kimataifa. Alikuwa ananiambia ungekuwa kwenye benchi, ungekuwa mwenyekiti wa klabu ya Azam FC, ungemuuliza kocha swali gani na gani? Sasa muundo wa uongozi wa Azam wana mwenyekiti, alafu na CEO, alafu kuna kocha. Hapa kwenye mwenyekiti kuna wale wanaokaa kama wasaidizi wa kuchakata mawazo. Ile panel ya uongozi. Ile inamwajibisha afisa mtendaji mkuu ambaye ni Abdul Hamid Popati. Popati ndio bosi wa kocha. Sasa kwa sababu uongozi hauingili moja kwa moja uwanjani, kuna sehemu ya kufika kingazi. Ningekuwa mwenyekiti wa Azam ningemuita CEO. Ningemwambia ninaomba maelezo mazuri kabisa ya kiufundi. Yenye hoja kutoka kwa kocha wako. Akuelekeze. Sasa kocha ameondoka. Na walipita wawili tofauti. Dabo pamoja na Rashid Taus. Walichokuambia wewe, kwa nini Mamadou Samake na Chekina Diakite
walikuwa wapati time ya kucheza. Hebu naombeni hawa majibu. Alafu mimi ningesubiri kusikia ningeambiwa nini. Alafu ungefanya nini? Ningesubiri sasa majibu yao yangeniambia nini. Mamadou Samake na Shekna Diakite ambao dakika 224 kwa Samake. Sasa Mamadou Samake alicheza mechi 7 dakika 224. Alafu Shekna Diakite alicheza mechi 8 ambazo ndo sawa na zile dakika pale. Sio? Sasa mimi najaribu kuingia. Mimi najaribu kuingia kwenye eneo la mwalimu. Ngoja malizia Abisai. Abisai alikuwa anasema huyo Mamadou Samake tumemwona hapa na CR Belouizdad akicheza na Yanga mchezo miwili na ile kampeni nzima na ubingwa Belouizdad. Tumuona. Wale jamaa walikuwa mabingwa Algeria mara 4 mfululizo. Yeye alikuwa driving factor kwenye midfield. Mamadou Samake. Kitendo cha kumsajili nimeona anakuja kutusaidia. Why acheze? Nitolee jibu moja tu la majeraha ya muda mrefu baada ya kuwa fit. Naomba hayo majibu. Shekna Diakite nilimuona kwenye timu ya Real Bamako, alicheza na Yanga kwenye hatua ya makundi. Ile safari ya Yanga kwenda finali ile, aseu Yanga wa kumkaba. Mimi nakwambia hapa, Yanga wa kumkaba huyo mchezaji. Shekna hakumweza kabisa. Winga kulia, winga kushoto. Yeye ndo alikuwa anaamua anapita channel ipi naenda kupeka mpira kwenye box. Mechi ya kwa Mkapa, mechi ya kule Mali. Lakini hapa hachezi. Yes, hakuwa anacheza. Kuna muda alikuwa mzima. Alikuwa kwenye bench, kuna muda hakuwa kwenye michezo. Ningetamani kusikia. Sasa wale wanangenijibuje. Kwa sababu those players ni expensive. Azam wamewasajili kwa hela nyingi. Ni watu wa mapinduzi kwenye timu. Wanaujua mpira kabisa. Uko Sam? Mimi navaa kofia Yusuf Dabo. Kocha alitoka Rashid Tausi. Sawa. Hapa na Samake. Sawa. Kwenye eneo la Samake anacheza Mtasingwa. Adolf Mtasingwa. Sawa Sawa. Na wote wako sawa sawa. Sababu sije kupata ripoti kwamba Samake anaumwa. Hata imewahi kutoka. Sawa. Zakaria Thabiti amewahi kusema Samake ana majeraha. Yuko anajiuguza. Kwenye kile ambacho nakiona anachoofa Mtasingwa na kile ambacho anaofa Samake kwenye dakika chache ambazo nampatia bado Samake hashawishi kwa kiwango kikubwa cha kuweza kumtoa Mtasingwa kwenye eneo lile acheze yeye. Sawa. Eneo ambalo anacheza Diakite. Kabla Diakite hapo kwa Samake swali linakuja. Wakati tunamnunua sisi Azam tulimuona na kiwango kule sahihi kwenye ligi shindani Afrika namba 4 na michuano mikubwa Afrika. Kwa nini kwetu wa improve? Sababu nini? Kwanza adaptation. Umeelewa? Adaptation. Nitakutolea mfano mmoja, sijui kama utakuwa ndani au utakuwa uko nje. Fernando Torres ni miongoni mwa mastreka ambao walivyoondoka Liverpool. Mimi si mfuasi wa Liverpool. Nilihisi kuumwa. Kwa sababu nilikuwa naona kiza. Yaani anaondoka Fernando Torres, Liverpool tunamnunua Andy Carroll. Yaani sikuelewa. Yaani kama ningekuwa karibu wale viongozi sasa hivi wangeshazikwa. Umeelewa? Lakini Mungu alijua kuwa kiongozi wa Liverpool ukawa mchambuzi. Fernando Torres akaenda Chelsea. Mimi mshabiki wa Liverpool nikanatengeneza mabalaa alikuwa anayafanya Fernando Torres akiwa na Liverpool. Unamfanisha na Andy Carroll. Akiyafanya akiwa na Chelsea. Sisi mashabiki wa Liverpool tungekuwa tunateseka sana. Lakini kilichoenda kutokea, Fernando Torres alicheza dakika 1000 na akiwa na Chelsea. Hajafunga goli hata moja. Mechi 17 zilikuwa zile. 1000 na hajafunga goli hata moja. Kwa hiyo Chelsea akatoa na msajili Fernando Torres, walimsajili kwenye kiwango cha hatari sana. The same to Mamadou Samake. Mimi ni miongoni mwa watu ambao uwezo wa Mamadou Samake ninaukubali mno. Na Samake usingesema Adolf pale na Samake Mtasingwa. Samake akiwa na taifa lake la Mali. Walishakuwa kucheza na national team ya Tanzania. Samake alitwanga vibaya mno. Wakati huo Tanzania yupo Sospita Banyana, huko kuna Samake. Samake alifanya balaa. Lakini Samake amekuja Azam FC, amekuwa hana nyakati nzuri. Kwa hiyo mimi ninachotafsiri sio uwezo wa Samake. Ni muda mdogo wa kucheza kwa. Ni sio tu muda, yani mazingira yamemtengeneza kuwa ana nyakati ngumu za kuanza. Kwa sababu
naweza kusema okay, Dabo hakumhitaji Samake, uongozi ulimuona Samake, lakini Dabo pia hakumuona Mtasingwa. Umeelewa? Lakini Dabo alishawishika na jitihada ambazo alizoonyesha Mtasingwa. Nchi ikakubali kwamba sasa tumepata kiungo ambaye anaweza kutupa anaweza kutupa usalama. Adolfa Notwanga, Samake na bandage mguuni. Kwamba huyu Mtasingwa anakubalika. Ilifika mahala Simba na Yanga walikubali, ambao wao wakawa nakubali kwamba huyu ni mtu. Umeelewa? Sasa ni eneo ambalo ulikuwa unategemea Samake angekuwa bora zaidi. Okay. Lakini hakuonyesha. Sawa. Rashidi, na kwenye usajili ambao umekamilika, Azam nao si kwamba wanajenga kikosi. Wanaboresha of course. Aishi Manula, Lamek Eliaslawi, Himidi Mao na Muhsin Malima. Hao wachezaji ambao tayari wameshakamilika kwa usajili wao. Unaiona Azam sasa wa kuboresha chini ya kocha Flora Ibenge, kuna kitu watakuwa wamekipata kwa wachezaji wanne ambao wamesajiliwa? Bado Azam wanahitaji kuimprove zaidi. Aishi Manula kumsajili kihistoria ni kipa mzuri sana. Kihistoria. Yes. Lakini msimu uliopita hajacheza mechi hata moja ushindani akiwa na Simba. Mimi nikikwambia ni kipa mzuri, kwa msimu ujao anawasaidia na kuwa ninatoa reference gani kama Kachero, nitakuwa nakupa matumaini ya uongo. Mimi na wewe na wengine wote pamoja na viongozi wa Azam tunahitaji kumuona Aishi golini kwanza, kwamba hapa sasa anawasaidia Azam, hapa sasa Aishi anacheza, ndio utasema hapa Azam ameanza kupata jibu. Hapo kwenye goli wanakipa Mohamed Mustafa. Nikupe za Kachero kuhusu goalkeeper. Flora Ibenge, coach wa Azam, anatamani awe na kipa Issa Fofana. Kwa sasa ipo kwenye klabu ya Al Hilal Omdurman. Amefanya naye kazi. Ni kipa kabisa. Kipa kabisa. Cote d'Ivoire national team. Raia Ivory Coast. Ana saves nzuri sana. Anacheza kwa miguu. Ni short stopper kabisa, yani ni kipa kabisa mshindani. Sawa? Lakini kwenye kipengele cha mkataba cha Mohamed Mustafa wale Al-Merreikh walisema akiuzwa arudi nyumbani, asirudi timu ya Sudani hapa. Okay. Hususan Omdurman. Akiuzwa Mustafa. Azam akimuuza. Dili lililopo ni kama kuswipe option. Yeye aende Omdurman, Issa Fofana aende Azam. Mkataba unambana ile. Shabaha iliyobaki kwenye mjadala ni huu kipa azungumze na Azam kuvunja mkataba wake, awe huu na kile kipengele, afu aende kule kama mchezaji huru Omdurman. Kwa hiyo goli la Azam liwe na Issa Fofana ambaye anafanya kazi na Ibenge misimu miwili almost mitatu, na Aishi Manula, ambapo kwa tafsiri yangu ikifanikiwa hivyo ataanza nani? Fofana. Mtoe Fofana, let's say deal imeshindikana, watalifanya dirisha lijalo, akiwepo Mohamed Mustafa. Kwa tafsiri yangu bado anaanza Mustafa kwanza, wakati Aishi anatafutiwa fitness. Ila kwa sababu ana pre-season hapa, Aishi anaweza akaonyesha kitu. Sio na pre-season, Aishi yuko national team. Kwa hiyo anaweza Ismailia kwenda. Ismailia kwenda. Yuko Karatu. Sawa. Kwa mwalimu anaweza kuonyesha kitu. Anaweza kuonyesha kitu kwenye anaweza kaonyesha kwenye chan. Anabadilisha mentality ya Ibenge. Mimi sijawahi kuwa na shida na daraja la Aishi. Hamna mtu, na hapa nimesema hamna mtu mwenye shida. Yaani alichosema na daraja la Aishi. Hiyo match fitness hajacheza. Hiyo kwanza utamjibuje yule Mustafa kwamba mimi nimecheza ligi msimu uliopita. Nina clean sheets 10. Kipa wa 3 kwa na clean sheet 4, kipa wa 4 kwa na clean sheets nyingi kwenye ligi. Unaletea kipa hajacheza msimu mzima na kuja na kuwa namba 1. Hivi huyo kipa unamjibuje? Ukiwa miguu hilo inawezekana. Tukiwa hapo sawa. Tumepira miguu. Kabisa umeelekea vizuri sana. Inawezekana. Kuna Himidi Mao na Lamek Eliaslawi. Kwa Mao nilisema bado kwa sababu kwanza ni mheshimu. Himidi Mao Karata legend. Cheza national team muda mrefu na maisha yake nje ya uwanja ni ya kusimuliwa, kuigwa. Nidhamu hali ya juu. Ni muumini wa dini yake ya Kiislamu vizuri kabisa, ustadhi. Ana nidhamu kabisa nje ya uwanja na uwanjani. Kitendo cha kucheza Misri misimu 5 ni statement kabisa kubwa sana kwa ligi ya Tanzania. Mchezaji wa daraja la juu. Hii si kawaida. Haijalishi daraja unaocheza Misri, as long as uko Misri kwenye ligi kuu kwa misimu 5. Hii ni top. Hii ni salute kwa Himidi Mao.
lakini kwa alivyotumika muda mrefu alivyotumika kwa muda mrefu, sitegemei kumuona yule ninja aliyopewa jina la ninja. Ninja, yes. Nategemea kumuona brother. Kuna muda hapa Ahmed Morocco aliulizwa Aisha hajacheza, tumemwona umemuita kwenye national team vipi? Akasema anajua mimi nategemea mdomo wake zaidi ujue kuliko mikono. Aongee kwenye dressing room sana ujue. Akajua kumbe kuna room ya uzoefu wa mchezaji kwenye dressing room na maeneo mengine kuelekea kwenye michezo ambao ni muhimu. Kama brother hiyo iko nampa. Okay. Kwamba sasa Azam ikihitaji kuzungumza wana Himidi Mao. Atatoa experience ya national team. Brother, naongelea miaka 10 iliyopita ulama. Ataongea ligi ya nje ya Misri 5 years. Ataongelea Azam hiyo ambayo ilikuwa ubingwa barani Afrika. Umeelewa? Alafu anarudi tena anawaambia. Wale watu lazima wasikilize. Kwa kwenye room hiyo nampa eko. Lakini uwanjani sitegemei makubwa kwa sababu hiyo nafasi kuna ushindani. Kuna chuma hapo kinaitwa kutoka Ghana, James Akaminko. Jaka Bola yuko pale. Ya zaidi huyu ambaye anaelezwa anatembea na mkataba wa timu fulani ya Kariakoo ili afanye maamuzi yuko pale. Yupo Adolf Mtasingwa yuko kwenye midfield. Sospita Bajana amepona. Anakuwa mchezaji wa 4 wa 5 na muona Eva Metsa naye anaingia hapo. Samaki bado hajatoa statement. Maana yake naye anakuepo wa mchezaji viungo wanakuwa 7. Afu Mao narudi unakuwa 8. Eva Meza. Kumweka katika hilo daraja. Naam. Lakini Himidi Mao Eva Meza. Eva Meza atakiwa kupewa thank you. Unasijui kwa nini bado yuko. No, sasa hajatoa taarifa wanaye pale. Kwa hiyo na huyu akija anakuwa wachezaji 8. Wanaocheza kama jipase. Mtasingwa, Akaminko na yeye mwenyewe wanakuwa 3, lakini ya zaidi kuna muda anakuja anacheza kama hivi. Lamek Elias Lawi aingia hapo. Alafu sasa beki wa kati. Anacheza kwenye mahitaji ya timu nyingine. Kwenye mahitaji kwenye ligi hawezi kucheza namba 6 kwa Azam. Kwenye ligi za kawaida anacheza. Coastal Union sasa ndio nasema kwa mahitaji. Coastal anaweza kucheza namba 6. Lakini kwa sababu hawezi kucheza namba 6. Kwanza mnamwona anacheza namba ngapi? Namba 6 daraja lake ni kubwa sana kwa Azam. Lawi akiwa Azam. Lawi kama ambavyo amesajiliwa na kama ambavyo tunajua kwamba anaweza kujitahidi kucheza kwenye eneo la hiyo center back, lakini bado kwa sababu umri wake ni mdogo, tunashawishika kwa umri wake kwamba ni mdogo, ana vitu vingi vya kujifunza na Mandoza. Kwa sababu yani hawezi kupata na Mandoza. Hawezi kupata na Mandoza. Ana mechi na yani mbona umemtoa? Yani hapo ni Diaby anapata na nani? Diaby ndio yupo. Na Mandoza. Umenisoma? Lawi ataendelea kujifunza kwa sababu hiyo Franklin Zuzwa bado anaendelea kujifunza. Zuzu yule beki. Zuzu anaendelea kujifunza. Alimsajili beki wa Ivory Coast, umesahau? Au umemsahau? Nampata. Anaendelea kujifunza partner na Landry. Sasa Landry na Lawi bado Landry ni bora kuliko Lawi. Unaelewa? Yaani Lawi amekuja Azam FC. Mimi naamini Lawi amekuja Azam FC kuja kujifunza. Unaelewa? Ile quality ya wachezaji walikuwepo pale. Achana na matokeo ya club. Achana na kila kitu. Yaani nafasi ambayo Lawi anaenda kushindania na wale walikuwepo pale. Bado Lawi ana nafasi. Muhsin Malima amechukua nafasi ya nani? Muhsin Malima anakuja kucheza eneo la striking. Alikuwa Z ambayo kageuka kama future. Striking kwa nani? Nani ambao ni Yuri Blanco ambao ndo anacheza eneo hilo, ambaye msimu uliopita nafikiri hakuwa na msimu bora sana. Seleri anacheza hapo, anaweza kucheza na yule nani? Sadun ndo anacheza eneo hilo, kafunga magoli 7 msimu umemalizika. Yule Diao kutoka Senegal yule. Alassane Diao. Diao ambaye Diao kimsingi hata Azam ukisema wanachana naye leo nafikiri bado itakuwa ni decision nzuri. Azam wamemaliza mimi sijaona thank you yote Azam. Nimeona tu magharibi wametambulisha wachezaji wale ambao wataondoka, lakini kwa usajili wa wachezaji 4 ambao wamekamilika ni wachezaji 4. Muhsin Malima hapa ajikaze kwa sababu hapa pagumu sana, unajua Azam FC ni uwanja wa vita, ni pagumu sana. Nakumbuka walisajili Adamu kutoka Mashujaa. Muhsin alipata nafasi Z, mwalimu akamwamini akampa time. Kwa Z hawakusajili mshambuliaji, walikuwa wanamtegemea yeye, alipata playing time ya kutosha, lakini alikuwa yani hakutosha kwenye mahitaji ya mwalimu. Kwa mwalimu ikabidi aagize striker kutoka Hispania na striker mwingine kutoka Nigeria, wakasajili pale. Waliposajili ndo Muhsin wakamwambia wewe sasa utakuwa ni mshambuliaji chaguo na watatu. Sawa. Na ni usajili ambao tulikuwa tunautazama kuelekea msimu mpya wa mashindano kwa matajiri wa jiji la Dar es Salaam. Azam FC
chini ya kocha Mkongomani Flora Ibenge, na wachezaji ambao tayari wamekwisha sajiliwa: Aishi Manula, Lamek Elias Lawi, lakini pia tumemwona Mohsen Malima na mchezaji mwingine kutoka kule ligi ya Misri miaka 5, Himidi Mao Mkami, kama amerudi tu nyumbani. Himidi Mao Mkami. Klabu ya mpira wa miguu ya Fountain Gate yenye maskani yake Babati mkoani Manyara imetangaza rasmi kuingia ubia na kampuni ya Wakazi Supplies Limited kwa mshirika mkuu na usambazaji wa jezi za klabu hiyo kwa msimu wa 25-26. Kupitia taarifa iliyotolewa na klabu hiyo jana Julai 21, Fountain Gate imesema ushirikiano huo unalenga kuimarisha ubora wa vifaa vya wachezaji na kusaidia kukuza mazingira bora ya ushindani ndani na nje ya uwanja. Wakazi Supplies Limited imefanya kazi na vilabu kadhaa hapa nchini ikiwemo Tanzania Prisons, Singida Black Stars pamoja na JKT Tanzania. Ili uwe bora unahitaji kujizatiti nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Fountain wanaanza mambo ya nje ya uwanja sasa. Shengi ya ubia na Wakazi Supplies wawe bora katika vifaa. Washaini vijana wa Fountain Gate wapate matokeo mazuri, waondokane na mambo ya danger zone. Mambo playoff. Unajua ukishakuwa na status ya ligi kuu mazingira hayo ya kujiassociate na wafanyabiashara au taasisi na makampuni kwa mlengo wa kutunisha misuli yako kifedha kwenye club sio jambo la kuomba. Hiyo ni jambo la lazima. Na ndio maana kwenye club licensing bado watu wanaendelea kuinsist kwamba ni lazima muwe mna vitengo hivi kwenye ile organization structure. Muwe mna hizo marketing and sales, muwe mna nini ili hawa watu wote wakiwepo kwenye hiyo organization structure club, kila mmoja afanye majukumu yake, kwa maana ya kuifanya klabu kuwa hai na kutokuwa katika mazingira ambayo wanaweza kuizalilisha ligi. Yaani haiwezekani ligi, timu iko ligi kuu tena kwenye uzania wa juu kabisa kwenye top Afrika, afu ligi ionekane ina struggle kulipa mishahara, ionekane ina struggle kwenye kusafiri, ina struggle kwenye kulipa bonus. Unaelewa? Ni vitu ambavyo havileti taswira nzuri kwenye ligi. So ukiona Fountain Gate wanaanza kujiassociate na baadhi ya hizo kampuni hawa supplier, manake ni katika kujiimarisha kiuchumi. Manake hawa watakuja na ubunifu labda wa jezi nzuri ambazo kimsingi wa Tanzania wanavaa jezi nzuri, mbali na jezi ya timu mbili ambazo zinapendwa, ambazo huwa wananunua kwa lazima, kwa sababu zile wananunua kwa lazima kuongeza, kwa sababu zile wananunua kwa kushindana. Yani unalazimika kununua jezi, unanielewa, Simba na Yanga. Lakini timu zote zilizobakia wakitengeneza jezi nzuri, mashabiki hawa wa Simba na Yanga wananunua hizo jezi. Kama Pamba wanaona wamepokelewa vizuri, Pamba, Azam, unaona Fountain Gate, sijui na timu zingine. Kwa Fountain Gate na Wakazi Supplier wanawajibika kutengeneza jezi nzuri au skafu nzuri au vyovyote vile ambazo makubaliano yameingia kutengeneza kilicho bora, ili sokoni isiwasumbue, kwa sababu soko lao ni soko huru. Yoyote anaweza kununua, tofauti na hizi timu mbili ambazo mshabiki wa huku hawezi kununua cha huku, huyu wa huku hawezi kununua cha huku, lakini wote wanaweka kwenye mzani sawa, kwa sababu wana idadi kubwa ya wafuasi ambao wakinunua wanaweza kujitosheleza kwa mahitaji yao. Lakini kwa timu kama Fountain Gate na timu zingine za madaraja yake, unahitaji kuwa na bidhaa nzuri na bidhaa bora ili kuvutia watu wengine kujoin na timu. Ulamaa na Rashidi, kwenye jezi kuna vitu vinne. Kwanza ni performance ya timu. Kama kuna timu ambayo sasa hivi tayari ripoti yake inaeleweka, hata kama mimi sikuwa kocha wa Fountain, ni Fountain. Waliuza wachezaji hususan Selemani Mwalimu ambaye alikuwa muhimu, wakayumba. Wameondoa kocha Mohamed Moya, akaja Amri Said, Khalid Adam, hapo akaja Robert Matano. Makocha wangapi? Watano kwenye msimu mmoja. Imechangia kuwafanya wawe na mwendo mbaya mpaka kuponea playoffs. Dirisha dogo walivyosajili waliamini wanarudisha timu, haikuwork out. Kwa hiyo walishindwa kusajili. Sasa wanasajili vipi vizuri msimu ujao? So wanapata fedha hapa ya jezi, wawekeze kwenye kusajili project players. Wakicheza vizuri uwanjani, utatafuta kwa sababu ya matokeo, utavutia watu. Moja. Pili, jezi yako imekuwa design vipi? Ina urembo mzuri kiasi gani? Timu nyingi sana zinafeli hapo. Sasa kwenye hapo nitatoa mfano wa Brazil.
Kwenye michuano ya kombe la dunia la club tuliona timu moja tu Palmeiras. Walikuwa na jezi za kijani huku, kwenye kola ni nyeupe. Hawana mambo mengi. Tanzania zimeuzwa sana. Watanzania waangalie ligi ya Brazil kwa kufuatilia. Hawajui vitu vingi kuhusu ile ligi. Lakini unadhani wanavana wengi walikuwa wanawake. Kwa nini imenunuliwa sana? Swali zuri. Design, afu hoja yangu nyingine ilikuwa upatikanaji. Sasa una design nzuri, unaziuza mpaka wapi? Sasa imagine jezi zinatoka Brazil, ziko Tanzania, wanavaa hivi. Kuna iko ya hapa zimeandikwa Crefisa, kuna ya kijani na nyeupe. Na nyeupe. Sasa ya kijani ndio bala, ndio imevaliwa sana. Yaani nzuri. Sasa ikafika hatua ikaonekana ina protocol yake, lazima uvae jinzi na uvae na ile jezi, ndio unakuwa umetoka. Umeelewa? Kwa hiyo timu kufanya vizuri uwanjani. Unaweza kuvaa juu afu kujivaa dela. Hapana, haiwezi. Sasa mimi najiuliza kitu kimoja. Hiyo nimekataa vikali sana. Turudi hapo Abisai. Kuna kitu timu zetu zinafeli sana. Kwenye sasa nikumalizie hoja ya mwisho. Bei. Kuna kipindi watengeneza timu kufanya vizuri, jezi kudesigniwa vizuri, upatikanaji wa hiyo jezi na bei elekeza hiyo jezi. Sawa, hivi vitu vyote vitatu viko vizuri, lakini jezi yako ya 80 wewe. Sawa, tunaipataje? Yani, kabla tuenda break sekunde chache tu. Timu zetu zina katika hiyo jezi ambayo umesema haina mambo mengi. Kama ni kijani plain na nyeupe tumemaliza. Lakini muonekano wake ni mzuri sana. Sababu jezi nyingi tu hazina mambo mengi. Kwani jezi ya Simba ilikuwa na mambo mengi? Usiseme Simba. Yaani wao wenyewe wanasema ilikuwa na mambo mengi. Jezi nyingi tumeziona zimekuwa na mambo mengi kiasi ambacho pengine inakinaisha hivi kwa nani? Sasa au inaondoa ule ubora. Kwa mfano kama jezi kuna somo Yanga wamelitoa kwenye jezi. Yule designer wao ambao wameachana naye Chiliangoi alikuwa anatoa maana ya kila mchoro kwenye jezi, ikae naondoa hiyo unaosema wewe. Ukinunua jezi na mambo mengi afu hujui, kwako ni mzigo. Lakini kama unavaa jezi unafahamu kwamba hivi vivuli ni malejendari wa Yanga waliopita, kwako ina sound kitu. Ukivaa jezi ukasema ile ramani ya Afrika, Yanga iko Afrika, kwako ina sound kitu. Kwa hiyo hata kama ina kivuli fulani unaambiwa huu kijani huu sijui ni nini, unaelewa na unajivunia, unavaa unaondoka. Lakini kwa wewe tukikwambia kuna jezi hapa ya Fluminense ina nyekundu, ina maruni, ina nyeupe, ina njano na nyekundu, wewe uelewi, kwako itakukwaza. Na utaona kama ina vitu vingi. Lakini kwa wao wana Yanga wamefanya mapinduzi, jezi zao zimeuzwa sana. Sawa. Naam, tukiwa bado tuko na wewe viwanjani, tukapumzike kidogo, tuende break na tukirudi tutakwenda kuangalia kuhusiana na taarifa zingine ambazo tunazo kwa siku ya leo.